Na kukaribisha msikilizaji kwenye sehemu ya pili ya simulizi yetu nzuri iitwayo Mti Mkavu, Mizizi ya Upendo. Katika sehemu ya kwanza tulikuwa tumeishia majira ya saa 4 usiku, mtaa ukiwa umetulia kidogo, watu wakiwa kwa majumbani mwao, ila wengine bado wako nje wanaendelea na mambo yao mengine wakijiandaa kwenda ndani. Mtaa huo ni uswahilini sana, hivyo haukaukiwi mishemishe kila muda. Hapa tulikuwa mtaa Minazini anakoishi mtaalamu wetu Nathan. Koba akiwa yuko anayumba na chupa yake ya bei mbaya kwenye mkono wake, alifika katika mtaa karibu kabisa na nyumba ya Mama Idaya, yaani kwa kina Naza. Koba alianza kuongea kwa sauti yake ya kelevi, nia yake ni kutoa ya moyoni. Anawaambia hivi, Minazini tuna watu na tuna viumbe. Watu wengi hapa wana sura ya mwanadamu, lakini mioyo yao kijiko. Wanatumika kuchora taarifa za wengine na si kusaidia hata panya akizama kwenye pipa. Lakini huyu Naza ni huyu sio agaranaye kabisa. Nadhani alikuwa amekosea kizazi. Huyu ni kama vile Metusela aliyezaliwa upya na aliambiwa kwamba nenda Minazini kule ukafunze utu kwa vitendo na sio hotuba. Koba aliweka kituo na kupiga funda moja babia yake. Watu walikuwa nje walibaki wakana shangaa na kumpuzia tu. Mlevi huyo, walimzomea baadhi ya watu. Umeona? Maana alivyomsaidia yule mama. Vibaka wenye meno ya ugali wa jana walitaka kumlalua yule mama mtu mzima kama ndizi ya moshi. Lakini Naza akaingia kati, yani kama Yesu alivyomtetea Maria Magdalena mbele za mawe. Maneno ya Koba alikuwa ni kama utani hivi, ila alikuwa ameanza kueleweka na waliokuwa wanamsikia, wakiwemo wapangaji wa Mama Idaya na Mama Idaya mwenyewe. Huyu kijana na moyo wa simba, miguu ya malaika na roho ya mtu, aliyechanganya damu ya Mandela na matendo ya Yesu, anaweza kusaidia hata mtu aliyemtukana jana tu. Tulikuwa tumeishia hapo msikilizaji na maneno ya Koba. Tutaendelea nayo hayo katika sehemu ya pili. Simulizi imeandikwa na Hussein Vumbi, imesimuliwa na director Owen kutokea hapa Simulizi Mix. Unaipata kupitia YouTube channel Simulizi Mix, lakini pia unaipata kupitia WhatsApp nambari 0677062012. Ukija pale WhatsApp andika tunahitaji Mti Mkavu, basi tapewa maelekezo jinsi ya kuipata mpaka mwisho kabisa bila kusubiri. Tuendelee na sehemu yetu ya pili ya Mti Mkavu lakini Mizizi ya Upendo. Tunaendelea. Naza ni sio kama nyewe wengine. Mnaona mtu anaibiwa, mnageuka upande mwingine mkijifanya kwamba mnatafuta network, hata network ya Rosen tu imepotea. Na wengine mkiona mtu yuko hatarini mnatoa simu kupiga video badala ya msaada. Eti mnapiga live lakini mioyo yenu iko offline. Lakini Naza huyu ni mtu wa kushikilia kama jembe la mwisho shambani. Ni rafiki ambaye hata kama ukipotea gizani atakutafuta bila tochi. Alishaniokoa kipigo mara 3 tena mimi, yani mimi ambaye hata mama mwenye nyumba tu hanitambui tena. Koba alipiga tena funda la bia huko akiona yumba kidogo. Koba alikuwa anaongea ukweli ambao kila mmoja ulimgusa, japo hawakujua kama kweli Naza kamsaidia mtu siku hiyo. Na bado wengine wanamsengenya hicho kwa sababu hapendi kupiga domo jujueni. Je, msiona hapa kwa mkea mwezi kabisa kuelewa thamani ya mtu wa kweli. Naza ni kama maji safi kabisa kwenye kijiti cha chumvi. Koba aliachia basamu pana sana akiwa anatoa sifa za Naza kwa raha zake mwenyewe. Naza ni bana. Kama dunia ingelikuwa na watu 10 kama wewe, hata pombe mimi singehitajika kabisa yani. Lakini kwa kuwa dunia imejawa nafiki, basi nazidi kunywa nikisubiri Mungu amtoe kopi nyingine ya Naza. Koba aliendelea kumsifu Naza ni sio kama ni pombe tu, hapana. Sifa zilitoka moyoni kabisa, ni wazi kabisa kila mmoja alikuwa anajua moyo mzuri wa Naza. Ila hawakuwa wanamzingatia kwa kuwa hana kitu. Kisha Koba alikaa chini akitabasamu mwenyewe tu na kusema kwa sauti ya chini sana, Naza ni rafiki wa roho. Hata mlevi anajua tofauti ya tabia na sura. Naza naye alikuwa amesikia kila kitu akiwa na wadogo zake. Ni kweli ulimsaidia mtu leo? Lea alimuuliza Naza. Daleni bwana, kesho shule. Kaka, shule gani ya Jumamosi bwana? Kumbe. Lei, kwani hujasikia kalivyokuwa naongea na simu hapo? Kasema alimsaidia mama ambaye ni kama mama yake. Alisema ade. Nazari amua kuhadithia kuanzia
kisa kile cha siku cha kuwasaidia waumini mpaka kukutana mzee Gadoti na Kidoda, mpaka jinsi alivyomsaidia kupata na kazi na jinsi alivyomsaidia mwanamama kumbe ni mke wa mzee Gadoti. Ilikuwa ni story fupi ila ina maana kwa familia hii. Walimshukuru Mungu kwa muujiza huo uliokuwa umetendeka kwao. Asubuhi mapema saa 12 Naza alikuwa ameanza kujiandaa, maana hata hakulala. Alikaa kuchezea tu simu yake muda wote. Kama kawaida yake hakupenda kulala pamoja na mdogo wake wa kike, ila pia hakutaka kukaa nje siku hiyo kwa maana hakutaka kujua mambo ya watu zaidi aliyokuwa ameona alikuwa anamtosha sana. Alienda kuoga na kuvaa huko bafuni nguo zake. Kipindi akiwa anatoka bafuni alikutana na Mama Hidaya akiwa anajiandaa kwenda kwenye biashara zake zingine. "Habari yako mama?" Naza alimsalimia Mama Hidaya. "Salama za kwako Naza?" Mama Hidaya alitikia kwa akiwa anacheka tabasamu pana sana, kwa maana hakuwa na deni la kumfanya mnunie Naza. "Asafi kabisa. Eti mama, hivyo vyumba unavyoongeza vikoje yani?" "Upande ule wa kulia vile vya vyumba viwili pale na sebule, jiko na choo. Upande ule pale wa kushoto ni chumba, sebule na jiko na choo." Mama Hidaya alikuwa amemjibu kwa mashaka Naza. "Vina kamilika lini?" "Unataka nini Naza? Hebu acha kunichosha basi na maswali yako bwana." Mama Hidaya hakuzani kama Naza ataweza kumudu vyumba hivyo vipya, japo aliona mabadiliko ya Naza hata kwa mavazi yake pia na wadogo zake. Kwa sasa hivi alionekanika hawana njaa kama awali. "Nipe jibu mama." "Naza, yani kuanza kubadili nguo na mboga ndio unazani kwamba utamudu kila kitu au?" "Haya sawa, kile chumba kulia bado tiles na rangi tu. Cha kushoto bado sinki la chooni, tiles, rangi na milango. Cha kulia kodi ni SD 1500 na cha kushoto ni SD 800. Naza hakuongea sana, alizama mfukoni na kuibuka na bunda la noti na akamlipa Mama Hidaya SD 4500. Ni sawa na kodi ya miezi 3 kwenye nyumba hiyo ya vyumba viwili na sebule. Mama Hidaya alihesabu pesa hiyo huko akiwa na shangaa tu. "Hiyo ya miezi 3, ila kikiwa tayari nitaongeza tena miezi 3. Hiyo nimetanguliza kabla kijawaiwa. We Naza, usione iba tu hizi pesa mwenzangu." Mama Hidaya aliingiwa na hofu, maana licha ya kuwa alikuwa anamsimanga sana Naza, ila alikuwa anamjali kwa kiasi chake, na ndio maana Naza hakuona haja ya kuhama kwenye nyumba hiyo zaidi ya kukubadilisha tu chumba hapo. "Mama, unaona sura ya wizi?" Mama Hidaya alitabasamu kwa tabasamu la kike kama vile binti mdogo akiwa anamtazama Naza usoni. "Hapana, ila sura yako siku hizi haisai na nuru, unaonekanika HB sana eti." Naza alitabasamu tu na kurudi zake ndani, ambapo alimkuta Lei naye akiwa kashaamka anaanza kufagia ndani. Walisalimiana kisha Naza alimpa pesa ya matumizi ya siku. Lei pesa ilikuwa inatosha kabisa kupika vyakula vizuri. "Baadaye kuna watu naweza kuwatuma waje kuleta mzigo hapa, sawa?" "Mzigo gani?" aliuliza Lei. "Utaona hapo." "Haya sawa, kazi njema kaka." Naza alikuwa ameondoka, ila hakuenda kazini moja kwa moja. Alipitia kwanza wanapochonga na kuuza vitanda vya kisasa. "Oya Makweba, vipi?" Naza alimsalimia fundi mmoja ambaye alikuwa anamfahamu kipindi fundi anafungua ofisi ya asubuhi hiyo. "Safi Naza, vipi? Kumbe jana nasikia umepasua watu bwana." "Uzushi tu kaka. Nimekuja ndugu, nataka kitanda kizuri kiwe 6x6. Naza alienda kwenye lengo moja kwa moja, hakutaka story alizokuwa anatoa na Makweba. "Kaka, umepata. Ila bei zimechangamka. Yaani hapo ni SD 7,000 kitanda kizuri. Ila hata ukiwa na SD." Naza hakutaka maneno mengi, akatoa pesa akahesabu SD 15,000. "Hapo usafiri pamoja na godoro kabisa. Si inatosha hiyo?" "Inatosha kama mbona chenye nabaki kabisa Naza?" "Pa utafikisha huko pale basi. Utakuta madogo pale nishawapanga tayari." "Haina noma. Kwa hiyo hela inayobaki kunywa soda." Unataka kunitoa kafara au?" Naza alibaki akiwa anacheka tu. Alipanda bodaboda na kuwa zake kazini. "Naza, kuna gari kubwa hapa, lori Scania. Unaweza kulishughulikia au tuambie tu jamaa waende tu?" Meneja alimdakia Naza alipokuwa amefika tu, na kama alikuwa anamsubiria yeye hivi. "Lolote linoletwa gari, mimi natengeneza meneja." "Safi, ile pale nje pale." Meneja alifurahi sana na alijua hapo wamepata jembe la kazi. Wanaenda kulitazama hilo Scania ambalo lilikuwa sumbufu sana hadi kuja kuletwa kwenye gereji hiyo ili kuona kama linaweza kupona kabisa. Japo wamiliki walijua hiyo sio gereji ya maroli. Tatizo la loli lilikuwa limejulikana ndani ya muda mfupi tu, kwa sababu vifaa vya kupimia ugonjwa wa kisasa vilikuwepo. Ile siku ya kwanza hawakuvitumia kwa Naza kwa sababu walikuwa wanampima tu uwezo, ila gereji ilikuwa na vitendea kazi vya kisasa mno.
Masaa mawili tu gari lilikuwa limepona kabisa, naanza kashirikiana na mafundi wenzake, na kwa kuwa vifaa vilikuwa vya kisasa vya kurahisisha kazi, basi ndani ya muda mfupi tu sana gari lilikuwa limepona. Bwana Mapingo, hivi unajua yule dogo ni baraye? Meneja alikuwa akimwambia mkuu wa chuo wakiwa wako ndani ya ofisi yake. Kafanyaje tena? Loli skani ambalo nadai huko lilipotoka ni sumbufu sana, kaditengeneza ndani ya masaa mawili tu, lipo safi kabisa. Wamelipia wenyewe na wameshaondoka, wamesifia sana kazi yake. Yule mtu si ni injinia wa magari yule? Yule ni balaa kabisa yani. Si meneja aliita na kukatisha mazungumzo yao. Mpigaji alikuwa ni mmiliki wa kampuni ya lori lilikuwa limetengenezwa kwenye gereji yao. Huyo mmiliki wa lori lile mwenyewe kabisa, mwenye ile kampuni ya kusafirisha ile. Mpokele sasa. Arobosi. Arobo na Juma, habari yako? Sauti ya mmiliki wa malori ikasikika kwenye simu ya meneja. Safi tu, bwana, naombi langu Juma. Nakusikiliza bosi. Bwana, naomba kama inawezekanika malori yangu yawe yanakuja kutengenezwa hapo kwenu bwana. Huko mimi sina mafundi wazuri kama hapo kwenu. Lile lori mimi nilishaanza kulikatia tamaa kabisa, ila sasa hivi ni kama jipya kabisa. Lile lilikuwa halitembei kwa mzigo wa tani 100, ila limetoka hapo limefungwa tena lenye mzigo wa tani 250 na linatembea kama jipya kabisa yani. Meneja kamtazama mkuu wa chuo ambaye alimpa ishara ya kukubali. Haina shida, hilo sio ombi, hiyo ni kazi. Karibu sana, tutakuhudumia. Asante sana bwana Juma, tutawasiliana. Baada ya simu kukatwa, mkuu wa chuo na meneja akabaki kutabasamu tu. Kule nje nafasi ni kubwa sana, hata malori 100 anakaa. Ulikuwa unawaza nini hizo pesa hizo? Huu ni muda wa kupiga pesa kaka, alisema mkuu wa chuo Fadhili Mapingo. Ni kweli kabisa bwana. Dogo kaja na baraka huyo. Ni muda wake na yeye kuzishika noti kama hana akili nzuri. Alafu uzuri sasa dogo sio mchoyo. Anaelekeza wenzake ufundi vizuri tu yani. Upande mwingine kwa mzee Gato. Asubuhi saa 2 Hamisa alihangaika kuwasha gari lake, ila lilimgomea kabisa. Ilibidi atulie kusubiri lift kwenye magari mengine, maana lile lilibuma. Hakuwa kwa muda mrefu sana alimuona mama yake anatoka ndani akiwa anakuja kwenye maegesho. Mama, shikamo. Marhaba, vipi tena na umesimama hapo kama mlinzi wa parking? Gari langu limeharibika, kwa naomba niache chuo. Kwa sauti ya upole ya maombi aliongea Hamisa. Subiri babako, maana mimi sielekei Saudi. Subiri babako, maana mimi sielekei Saudi. Naelekea Mikuyu. Mama Fai alikuwa ameongea huku akiwa anaingia zake kwenye gari. Aliwasha na kuondoka zake baada ya mlinzi kumfungulia geti. Dakika 2 tu baadaye mzee Gato naye alifika parking. Baada ya salamu pia Hamisa alisema ombi lake. Hamisa, hivi naelekea Majichumvi huko, siendi mjini. Wewe msubirie Fai hapo. Mzee Gato naye kaondoka. Sio kama alikuwa anashindwa kumpeleka mwanae huyo chuo, ila alikuwa anataka Hamisa na Faina wazungumze, maana ni ndugu ambao wanaweza kukaa hata miezi 3 bila kuongeleshana zaidi ya kulumbana tu. Faina ndo kwanza alikuwa anatoka kuoga na kujisimamia mbele akiwa anajipaka mafuta taratibu kabisa sana, mithili ya mdada anayekuwa na shoti tangazo la mafuta ya kung'arisha ngozi. Simu ya Faina iliita taratibu. Faina alivuta simu yake ambayo ilikuwa ipo kwenye chaji. Alishangaa kuona dada yake Hamisa ndiye alikuwa anapiga. Alitaka asipokee, aliona sio vizuri kwa sababu yeye ni dada yake, hata kama walikwazana usiku uliopita. Alipokea ila kuongea alikaa kimya. Gari langu limenisumbua, naomba ukaniache chuo. Hamisa alimwambia Faina bila hata salamu. Poa, alijibu Faina na bila hata kuongeza neno lolote. Dakika 40 nzima Faina alitumia kujiandaa tu. Huku nje Hamisa anapiga tu miguu chini kwa hasira. Alijua kuwa Faina anafanya makusudi kabisa kumchelewesha. Faina na Hamisa waliingia kwenye gari ikiwa zisha katika dakika 50 tokea Hamisa amwambie Faina kwamba anahitaji lift. Hivi muda wote ulikuwa unafanya nini wakati unajua kabisa inabidi niwahi chuo? Hamisa alimuuliza Faina akiwa pembeni ya siti ya dereva ambaye ndiye Faina mwenyewe. Faina akamtazama Hamisa kwa jicho la mke mwenza. Kwani wewe hujui bodaboda zilipo au? Faina alimuuliza Hamisa akiwa mkavu kabisa. Kwa hiyo kupanda bodaboda au? Wewe ni mpaka usipande bodaboda. Usindeleza lao kisa nimepanda kwenye gari lako, sawa? Nikushushe au? Faina alimuuliza Hamisa huko kana punguza mwendo. Hamisa akamtazama Faina kwa jicho la kufuga kisasi. Ni kama vile alikuwa anamwambia siku utaingia kwenye 14 zake tutakuja kuona. Unajua mimi dada yako eti. Basi kaa kimya nikupitishe chuo, sitaki maneno yako, usitake ubaya mimi hapa, sawa? Kimya kilitawala, gari ilikata mitaa kuelekea mjini. Upande wa mzee Gato, akiwa kwenye gari alimpigia simu mkuu wa chuo Fadhili Mapingo. Baada ya salamu mzee Gato aliuliza kuhusu Naza. Yule kijana niliyekuambia juzi hapa, vipi ulimpa kazi? Sio kazi tu bwana Gato. Yaani leo ni siku yake ya pili tunamtegemea. Kwa hiyo uwezo wake umeuonaje? Uwezo mkubwa, ndio maana nakwambia kama nitegemezi. Mimi sina ujuzi sana, ila Juma anasema dogo ni kama injinia wa magari hivi. Ana utaalamu mkubwa sana. Asao dogo sio tu ufundi, hata kichwani mwake yuko smart sana kwa masuala ya maisha. Ukiongea naye ni sana unaongea na wazee wenye busara 100.
Sawa, nitaongea naye nione. Simu ilikatwa baada ya mazungumzo hayo mafupi. Turudi Minazini msikilizaji. Lea alifanya kazi zake baada ya kumaliza kunywa chai, kufua, na sasa alikuwa anaenda zake sokoni kununua mahitaji. Lea alibadilika kwa sasa ise. Alikuwa anaonekana binti mrembo sana jinsi anavyovaa. Magauni mazuri ya kike na nguo zingine nzuri nzuri tu zilikuwa zinamfanya aonekanike vizuri, na umbo lake lilikuwa na chipukia. Sura ilikuwa na nuru. Kakake alizingatia mahitaji yake ya kike. Ni ndani ya siku chache tu ngozi ya Lea ilikuwa inang'aa na kutoka kwa kufuba kwa ugumu wa maisha. Maana kwa sasa alikuwa amenunuliwa mafuta mazuri ya kupaka. Hata mtaani pia wanaume, vijana, watu wazima hadi wazee walianza kummezea mate. Kwenye vijiwe alivyokatisha walibaki kumuita tu, wakipiga miruzi bila mafanikio. Zaidi na zaidi Lea hakuwa na upole wa hivyo. Aliwashushua. Mngekuwa mnakazana kwenye kutafuta maisha kama mnavyokazana kuita wanawake, nadhani mngekuwa mko mabilionea kwa sasa. Maneno hayo Lea alikuwa anarusha kwa madereva bodaboda. Toka hapa kwanza, una yangekuwa ni lili ungeuza ile dada yako saa hizi mngelikuwa mshapata hela sana Wewe nitakupasua alafu wewe. Demu wako ndo atakupasua akili kwa kuliwa na mganga wa kienyeji. Wengine walishamzoea Lea, kwa hiyo walishazoea kushushuliwa, ila wengine walikasirika, ila bado haikuwa sababu ya kujaribu kumpiga. Hata hakuna ambaye angeruhusu. Huwezi kumpiga yule demu, sio mkorofi. Sisi ndo tunamkorofishaga. Sasa unamuongelea maneno yao vivyo, unategemea kwamba kujibu nini? Labda jamaa mmoja alimkoromea mwanaume aliyekuwa anataka kumfuata Lea na kumpiga. Kakake jana kapasua kundi la masela. Sasa wewe jitia uchizi uone. Ukweli ni kwamba kishepu chipukizi cha Leyland kilikuwa kinawapagawisha wengi sana mtaani. Lea alinunua mahitaji yake ambayo alikuwa ni maini, njegele, mayai na viungo vingine. Kisha karudi zake nyumbani kwao, ambapo aliwakuta majirani zao wa Mbeya wakiwa wamejaa kwenye vibaraza. Kila mmoja alikuwa anatazama kwa macho ya husuda mifuko aliyobeba Lea. Mifuko iliyokuwa imetuna kwa kujaa mboga hadi alikosa umbo kwenye mifuko hiyo. Halo kipapatio cha kuku. Alianza kicheko hicho cha kifedhuli Mama Velo na Rehema, Hamida, Mama Aziza na Mama Saidi waridakia. Mwenzangu, umeona nguvu za soda? Alisema Mama Velo. Sijui mkopo wapi huo? Au ndo baada ya koba kambuzi? Alisema Hamida, na wenzake wakacheka tena. Kwanza kodi wamelipa au wanakanga mayai visa tu hapo? Alidakia Mama Aziza. Labda simsukule wao koba kafanya kazi, alisema Mama Saidi. Na jana usiku mzima kakesha kumsifu tu, alisema Mama Velo. Shikamoni mijitu mizima ovyo. Lea aliwasalimia kwa makusudi baada ya kuona wanaongea sana kwa mafumbo. Aliwachoka kipindi cha nyuma, alikuwa anashindwa kuwajibu kutokana na unyonge wao wa kukosa hata uhakika wa kula. Angetolea wapi nguvu ya kubishana na walioshiba? Wewe mtoto wewe, koma, nani jitu zima ovyo? Huna malezi ya kuheshimu wakubwa au? Mavelo alilipuka kwa hasira na wenzake nao wakafuatia wakitoa maneno makali ya kejeli. Lea hakutikisika. Alitabasamu kidogo, kisha tabasamu lilipoa na kuweka uso wa mwanajeshi kwenye paredi. Alinua kichwa kidogo, macho yake yakitembea kwa kila mmoja wao. Heshima ni kwa mtu mwenye heshima. Na mimi sikuambia watu wazima wa kawaida. Nilisema hovyo, kwa sababu tabia zenu ni za hovyo kuliko hata vichoro vya chocha stendi. Mmeishi Minazini miaka nenda miaka rudi, lakini hakuna hata mmoja wenu anayeweza kuwasha mshumaa wa matumaini kwa jirani. Mnapenda kuona watu wakianguka ili mcheke. Kama maisha yenu yamepigwa pozi ya maendeleo, inaona kama tunacheka tulivyokuwa tunafukuzwa, mkasema tumelogwa. Nadhani poanza kutengeneza magari bila malipo, mkasema ana akili. Leo tukiwa na mlo wa heshima, mnasema kwamba ni nguvu za soda. Lea hakumeza hata mate aisee. Aliamua kuwatolea uvivu majirani zake hao, na Lea alikuwa ni mtambo wa maneno haswa. Kama maisha ya mtu mzima yanategemea umbea, basi nyinyi watoto mliokomaa tu kwa miaka, mkiwa mmekaa mkijadili mboga za wengine wakati viungu vyenu vina unga wa jana, mnajidhalilisha eti. Na tukisema tumepona msione kama tumewazidi. Tumevuka maji mliona tutazama. Sasa mnataka kuturudisha kwa maneno Samahani, nimeshachelewa. Hii dunia haikukosa watu wa kuponya, ila imejaa watu wa kuponda. Kama roho zenu zingekuwa mboga, zisingeiva hata kwa moto wa kuzimu. Baada maneno hayo kimya kilitawala kwa sekunde kadhaa. Mama Velo alijaribu kutafuta la kusema, lakini midomo yake ilijikunyata kama mtu aliyekuwa amemeza pilipili mbichi. Mama Aziza aligeuza uso wake chini,
huku Hamida akijifanya anafuta vumbi kwenye kanga yake. Leilani akapiga hatua mbili mbele, akageuka nyuma kwa msisitizo, akasema, siku zote mti mkavu hauwezi kuonekanika kuwa hai, lakini mizizi yake huendelea kupigania uhai chini kwa chini. Msidharau watu kwa majira walionayo, kila mtu na msimu wake wa kuchanua. Mama Saidi alijifanya anasafisha viatu vyake, anaosha sufuria yake bila hata sabuni wala maji. Alinama na kufanya blouse yake ipinde mgongoni na shanga zionekanike kiunoni. Wewe na tutolee mishanga yako hapa kama kibuyu cha mganga wa kienyeji. Wewe na tutolee mishanga yako kama kibuyu cha mganga wa kienyeji. Lea alimwambia Mama Saidi. Akaingia ndani kwao, akiwaacha akina mama wao wakiwa wamekauka midomo. Hajui kama wajibu au waombe msamaha kwa maisha yao ya kuingilia tu yasio wahusu. Jua la saa 8 lilikuwa limeanza kuzama kwenye jiji la Saya. Upepo wa mchana ulikuwa umebeba harufu ya mafuta ya gereji na joto la chuma lilokuwa limepigwa tochi. Ndani ya kona tulivu ya gereji ya mradi wa Habanga University, Nazani alikuwa ameketi kwenye kiti cha plastiki akipumzika baada ya siku nzito ya kazi. Bwana Fadhili Mapingo, mkuu wa chuo na mlezi wa mradi huo wa vijana, alikaa kwenye kiti cha pembeni, akamtizama Nazani kwa tafakari. Nazani, kijana wangu, japo tuna muda mrefu tokea tujuane, ila kuna jambo naliona kwako. Una nguvu, unajua kazi, una nidhamu, halafu na mtazamo mpana sana wa maisha. Ila machoni pako kuna kivuli fulani cha historia nzito. Uliwahi kupitia njia ngumu Nazani alitabasamu, si kwa furaha bali kwa uzito wa kumbukumbu zilizomtembelea ghafla. Ndio mzee. Njia niliyoipitia haikuwa barabara, ilikuwa ni kichochoro cha giza kilichojaa miiba na kelele za dhambi. Kuna kipindi nilikuwa karibu nipotee kabisa. Mapingo alimsogelea kama ameketi upande wake kwa makini zaidi. Niliwahi kujiunga na kikundi moja hivi cha Simba Weusi. Jina tu linatosha kuogopesha jiji zima la Saya. Hawa jamaa walikuwa na akili, nguvu, lakini hawakuwa na huruma. Walikuwa hawaiti wizi, waliita kurekebisha mfumo. Mimi niliingia kule nikiwa nimebanwa na njaa na nikatamani kulinda wadogo zangu. Fadhili Mapingo alishtuka kwanza kusikia hilo jina la Simba Weusi, maana ni kundi hatari na maarufu la uhalifu. Ila aliendelea kumsikiliza Nazani. Lakini hata nikiwa miongoni mwao, moyo wangu haukutulia. Nilikuwa mpiganaji mzuri, walinipenda kwa hodari, lakini nilishindwa hata kufanya tukio moja. Nilishindwa kuvuta bastola, nikashindwa kutazama macho ya mtu nikiwa na panga kumuibia. Nikajua roho yangu sio ya mnyama, ni ya mwanadamu. Mapingo alinyamaza, akamwangalia Nazani kama mtu aliyekuwa anasoma ukurasa wa mwisho wa kitabu kilichojaa machungu. Maisha yalinifundisha kitu kimoja. Ukatili unaweza kulisha tumbo, lakini hauwezi kulisha dhamira. Unaweza kuiba, ukavaa, ukalala, lakini usiku ukigusa kifua chako unakuta moyo umesinyaa kama karatasi ambayo iliyoloa machozi ya hofu. Sikuchagua kuwa shujaa, ila nilikataa kuwa mwarifu. Nilijua kuna njia nyingine, hata kama ni ndefu na chungu. Nikatoroka kundi hilo. Natoka siku hiyo nikamwomba Mungu hata niishie na mkate mmoja tu kwa siku, bora iwe ni yangu halali. Leo nafua chuma, mikono yangu ni michafu kwa mafuta, lakini roho yangu ni safi kuliko wakati ningelikuwa na jidai kwamba nina nguvu mitaani. Maisha hayapimwi kwa kile ambacho unachovaa, bali kwa thamani ya maamuzi yako. Mapingo alibaki akiwa ameduaa. Alijikuna kichwa na kutikisa kichwa polepole, alafu akasema kwa sauti ya mshangao, nadhani nimefundisha chuo hiki miaka 10 sasa, lakini sijasikia falsafa safi kama hiyo kutoka kwa profesa yote ile. Umebeba busara ya mtu aliyefundwa na maisha, si vitabu. Kweli hata mti mkavu mizizi yake inaweza kuchanua maua ya matumaini. Mapingo alishangazwa na akili ya Nadhani kuyachambua maisha. Waliacha kupiga story baada ya magari kuletwa na wanamsubiri Nadhani na meneja kufika. Tuje chuoni sasa. Kijana Shomari ambaye ni mtoto wa baba yake mkubwa Nadhani, naye alikuwa ni mwanafunzi wa chuo hicho. Muda huo wa saa 8 walikuwa hapo kwenye sehemu ya kupumzikia au kujisomea, wanafunzi wakiwa kwa kikundi fulani vicha wavulana na wasichana. Wasichana ndio akina Faina. Hawa walikuwa wanaelewana sana, Faina na Shomari, kwa sababu wote ni wakorofi. Yule dogo nimempeleka chooni nikampasua sana. Kisha nikamwambia lambe sinki la choo. Babae, alisema Shomari. Wewe noma, napenda sana pigo zako wewe. Faina kamsifia Shomari.
Muda kuna mvulana mmoja mwanafunzi alikuwa anapita karibu na walipo akina Faina. Sasa Faina alikuwa amekaa juu ya meza ambayo ilikuwa imejengwa kwa simenti. Akiwa amevaa sketi fupi na alikuwa ametanua mapaja. Mvulana alijikuta akiwa anavutika kutazama katikati ya mapaja ya Faina. Alizuba kwa dakika moja nzima. Kamlete yule fala pale. Faina alimtuma kijana mmoja akamlete huyo mvulana ambaye alikuwa na sura ngeni pale chuoni. Mvulana akafikishwa mbele ya Faina na mababe. "Mimi sipendi tabia zako Fai," alisema Joha na kuondoka zake akionekanika kuchukizwa kabla hata ya kuona tokeo. "Wala afunaangalia nini?" Faina alimuuliza mvulana huyo. "Samahani lakini umekaa mwenyewe ni yako si utazame." Mvulana kumaliza kuongea kofi zito kutoka kwa Shomari likali limetoka kwenye kichwa chake. "Msimpige bwana," alisema Eva. "Bro, mbona unanipiga?" Alichotwa mtama hakumaliza hata sentence. "Omba msamaha toka kaangu." Agata alimshauri mvulana huyo ambaye na yeye kwa haraka alianza kuomba msamaha akiwa akapiga magoti kabisa. "Muombe wewe mrembo na sio mimi mboya wewe." Shomari alimwambia mvulana huyo. "Nisamehe darasa letu na kuchungulia. Tembea kwa magoti uje hapa." Faina alimtaka mvulana huyo mfuate kwa magoti. Mvulana akiwa mbele ya mapaja ya Faina, Faina alipeleka mikono yake ndani ya sketi yake na akavua nguo yake ndani. Faina alivua nguo yake ndani kisha akakunja kwa duara ikawa ni kama andazi hivi. "Afungua domo lako lafa wewe." Mvulana huyo alikuwa kashaelewa anachotaka kufanywa na Faina, ila hakuwa na namna, aliogopa kipigo. Alifumbua mdomo wake. Faina akamsokomeza nguo yake hiyo kwenye mdomo wa mvulana. Wenzake walianza kucheka kwa dharau kasoro Agata na Eva ambao hawakufurahishwa na kitendo hicho. "Mimi naitwa Faina. Hifadhi hilo jina kwenye bichwa lako hilo kubwa kama boga hilo. Mimi sio mtu wa kucheza naye, apotea." Faina mmoja kijana ambaye alinyanyuka na kuondoka kwa kasi huku machozi yakiwa yanamtoka. Kiupi ya Faima ilikuwa bado kwenye mdomo wake. Watu wengi walimcheka, wengine walimhurumia. Hii tabia sio nzuri Faina. Unazidi kutengeneza mazingira mabovu kila siku. Unazidi kuwa na tabia mbaya, alisema Eva kwa sauti yenye hasira sana. "Wewe nini, acha ushamba wako, pita kule bwana," Shomari alimwambia Eva. "Siongee na acha shobo. Mtoto wa kiume unadandia gali kwa mbele utagongwa. Nitakuvunja wewe demu, usinichukulie poa ujue." "Hebu jaribu tuone. Wewe demu wako hukumvunja bikira leo hii hapa, utanivunja mimi kitu gani labda?" Kama unajua hata nini kula." Faima aliamua kukatisha malumbano. Hapo ndo penyewe sasa. Agata alifurahi baada ya kusikia kula. Agata anapenda sana kula tu. "Nanjani mkale mimi siendi na nyie." Eva alinyanyuka kwa hasira na kuondoka zake. "Vipi sasa?" Agata aliweza kwa mshangao ile safari ya kwenda kula inaweza kugailishwa. Kamuita Joa. Faina alimwambia Agata ambaye alielekea upande ambao alikuwa ameenda Joa muda ule, huko naye akimfuata Eva. Licha tabia zake zote Faima, ila singeweza kuacha au marafiki zake wabaki na hasira. Faina alikimbia kwa kasi na kwenda kusimama mbele ya Eva akamkinga asipite. "Nipeshe Fai," alisema Eva kwa hasira baada ya kuwa kila upande anakotaka kupita Faina alikuwa anamkinga. "Kwa hiyo unanikasirikia? Basi nipige kibao sila zako zishi." Eva alimtazama Faina kwa macho ya mshangao na hasira kidogo. "Kwa hiyo nikikupiga kibao ndo nini? Ninachokueleza uache hizi tabia. Hivi wewe?" "Basi nisamehe shoga. Mimi sitorudia tena." Faina alimkatisha Eva na kumkumbatia akimwomba msamaha. Faina alikuwa anajua jinsi ya kuweza kuwafurahisha au marafiki zake anapokuwa amewakera. "Najua utarudia, ila sawa tu tukale," alisema Eva. Safari yao ikawa ni kwenda kula kwenye mgao wao Upendo wa Kisinia baada ya kuungana na Joha na Agata. Mvulana yule ambaye alikuwa anatembea huku machozi yakimtoka na kiupi ya Faina akiwa kwenye mkono wake baada ya kuitoa mdomoni, alienda kupitia geti dogo la nyuma ya chuo kwa sababu geti la mbele aliona aibu watu wangemcheka sana. Akiwa mwenye huzuni na mawazo, mvulana alijikuta akiwa anapamiana na mwanaume mmoja hivi ambaye alikuwa kashika rejeta ya gari kwenye mikono yake. Mwanaume huyo alikuwa anaanza, "Vipi kaka? Uangalie mbele au?" Basi." Naza alishangaa baada ya kumuona mtu anayemfahamu na ni rafiki wa zamani tokea akiwa shule ya sekondari. Alijikuta ile huzuni imepotea ghafla baada ya kumuona Naza, rafiki yake wa zamani ambaye alikuwa mtetezi wake mkubwa sana kipindi wapo shule. Naza, "Wewe jamaa." Basi alimkumbatia Naza huko akiwa anafurahi sana. "Wewe jamaa, nilikuja pale kwenu mara ya kwanza nikaambiwa kwamba umesafiri na yule mamako mkubwa, Mama Shomari. Mwaka mmoja baadaye nilifika tena nikakutana na watu ambao hata hawakujui kabisa yani. Hapana, nitoka mwanangu, ni sasa hivi nipo mtaani tu." Niambia, "Kwa hiyo unasoma hapa au?" "Ndio, nimehamia leo tu hapa eti." Vipi sana kiupi mkononi? Umetoka kula mzigo au?" Basi alikuwa mnyonge kidogo baada hilo swali. "Usitaki kuniambia bado unaonewa tu kama kipindi kile shule?" Kaka, leo nimepokelewa vibaya sana sasa. Huwezi kuamini kwamba ikiupi kuna demo kadilisha mdomoni mwanangu. Naza alishangaa sana baada ya basi kumwambia hivyo tena kwa unyonge mkubwa sana. "Kisa nini sasa?"
Huyo dem kavaa sketi fupi alafu kakaa kiasara. Sasa kosa langu mimi ni kumtazama tu katikati ya mapaja yake. Wakati ni hadharani na yule dem mwenyewe kaamua kutuonyesha utamu wake waziwazi kabisa yani. Achana naye bwana, vipi kwa hiyo unaenda wapi? Naza aliamua kumtoa tu basi kwenye huo mkasa. Nilikuwa nataka kwenda home tu maana hapa chuo kushanitumbukia nyongo aise. Mimi nipo garage hapa napiga kazi mwanangu. Kama vipi twende tu ndani hapo tunapiga story kipindi kuendelea na kazi. Abasi akaamua kuungana na Naza maana alijua atakuwa na furaha akiwa na rafiki yake huyo walipotezana kwa muda mrefu. Ni kweli Naza alipiga story nyingi na Abasi huko yake akaendelea na kazi na mafundi wenzake. Kazi ilikuwa ni nyingi sana hapo garage mpaka majira ya saa 1 ndipo kazi ziliisha na Naza alikuwa amejiandaa zake na kuanza kuondoka akiwa na rafiki yake Abasi. Naza aligana vizuri na mafundi wenzake ambao wao bado walikuwa wanajiandaa na wengine walikuwa na majukumu ya kufunga garage. Sema dogo anajifanya anajua sana ese. Jana ni bwa kishenzi yani. Alisema fundi mmoja anajulikana kwa jina la Doma. Yaani kama mimi namchukia sana. Kazi zote kubwa anapewa yeye sasa hivi. Alafu anajifanya anatuelekeza mshenzi kabisa yani. Anatufundisha nini? Wakina Jendo wanajifanya wanamkubali sana. Hawana akili kabisa sijui. Fundi mwingine Mabola alichangia mada. Kama kawaida sio wote watakupenda ese. Ndo hawa wawili nao walikuwa wanamchukia sana Naza. Wakati wao sio mafundi hodari, hata kabla ya kuja Naza hawakuwa wanaaminiwa kupewa kazi. Hata hivyo wote hawa wanalipwa. Ila naye kabidhiwa kazi anapewa hela nyingi zaidi. Kazi zote manager na msaidizi wake ndio uaga wanakuwa wanachagua mtu wa kumpa kwa sababu ya ubora wake. Na sasa zilikuwa zinakuja kazi zilizokuwa zinahitaji ubora wa Naza na zinahitaji uharaka, na ndio maana Naza alikuwa kipaumbele. Na hao wasiokuwa na akili ndio walikuwa wanachukia, ila wenzao waliona ni fursa ya kujifunza zaidi na kupata pesa, maana kazi zilikuwa zinamiminika kupitia Naza. Yule mimi naenda kumloga mganga wangu wa panga kule. Kama nilimloga Patrick akawa anavuruga kazi mpaka akafukuzwa kabisa. Alisema Doma, tutaenda wote huko panga kumloga mwe huyo. Nipo tayari akiba yangu yote niitumie kwa mganga. Naza na Abasi alikuwa anatembea taratibu kwenda kijiwe cha bajaji ambapo hapo Abasi angechukua bajaji na kwenda zake kwao. Abasi familia yake ilikuwa inaka uwezo, sio matajiri wakubwa, ila walikuwa na maisha mazuri tu ambayo yamezidi maisha ya kati. Hata kutokuwa na gari ni kwamba Abasi hakuwa mpenzi wa magari. Yeye alikuwa anapenda pikipiki tu, ambacho wazazi wake waliona kwamba ni hatari maana Abasi anafujo kwenye dereva wa pikipiki. Asima fundi tuna ruhusa ya kuja kutulia kwenye sehemu za kupumzikia wanapopumzikia wanafunzi. Kwa hiyo nitakuwa pamoja na wewe hata usijali ndugu yangu. Nitakuwa pamoja na wewe kila nitakapokuwa napata nafasi ya kupumzika. Naza alimwambia basi, sawa kaka, nitafurahi sana. Hata hivyo nimefurahi sana kukuona leo. Siku yangu ilikuwa ni mbaya sana ila imekuwa ni nzuri sana baada ya kukutana na wewe rafiki yangu. Abasi alipata bajaji na kuondoka zake huku akikubaliana kuonana tena kesho. Hata hivyo wangewasiliana maana walishabadilishana namba za simu. Kutoka kilipo chuo hadi Minazini kuna umbali wa mwendo kama dakika 45 hivi kwa miguu. Ila Naza alikuwa anapenda kurudi kwa kutembea tu kama mazoezi. Ila pia ni mazoezi kipindi maisha yake magumu. Sehemu nyingi ya kutumia usafiri alikuwa anaenda kwa miguu tu. Naza alitembea zake akikatiza mitaa akiwa na furaha sana ya kukutana na rafiki yake walipotezana, ila pia mambo yalikuwa yanamuendea vizuri sana. Kama hiyo siku alipata SED 130,000. Kilikuwa ni kiwango kikubwa sana cha pesa hususan kwa mtu kama yeye. Kwa maana mlo wa siku nyumbani kwao ilikuwa ni SED 300 mpaka 400 kwa sasa. Hapo ni mlo wa gharama sana kwao. Alhamdulillah kwa sasa napata riziki. Pesa ndazitunza vizuri ni watafutia wadogo zangu shule nzuri zaidi. Kama riziki zitaendelea kuingia hivi, itabidi mapema tu nijenge vyumba wadogo zangu wajivunie kuona kwao. Nataka wakumbuke wazazi wetu ila sio kwa pengo la matatizo. Wawe na kumbukumbu za furaha. Alijisemea Naza huku akiwa na katiza mitatu. Hivyo na jamaa walipeleka vitanda kwenda nyumbani. Daise kuna haja ya kumnunulia Lei simu ili tuwe tunawasiliana. Naza alipata wazo la kwenda kumnunulia mdogo wake simu. Aliamua kwenda kwenye duka moja hivi alilokuwa analijua na kujuana na wauzaji wake. Karibu Nazani. Flora alimkaribisha Nazani hapo kwenye duka la simu. Flora alikuwa na kama mtaa Minazini na ndio maana alikuwa anamjua Naza. Japo duka hilo alikuwa Minazini ila sio mtaa mbali sana na Minazini. Asante mrembo, mambo vipi Flora? Poa tu Naza. Jamani siri mafanikio ni nini mwenzangu? Mbona umekuwa HB hivi umependeza sana jamani? Acha mambo yako bwana Flora. Wewe ndo unazidi kuwa mrembo kila siku yani. Naza kweli ujue sasa hivi nadhani hata mawifi atakuwa wengi sana eti. Sikia, nataka simu nzuri kwa ajili ya Lei. Yaani simu ambayo ni nzuri kwa matumizi ya mtoto wa kike.
Kisusadi au smartphone? Simu kwa ajili ya lay au wifi? Kiswahili kigumu. Lay kwa wifi yako tena. Ila sawa, tuseme ni wifi yako lay. Kwa nini nadhani nitakataa kuwa wifi yake kwa ulivyo sasa hivi? Haya bwana. Ipo hii hapa nzuri sana kwa mtoto wa kike, umbo lake zuri. Ila bei yake ni SD 60,000. Nipe hiyo. Naza. Umeenda kwa mgangani mwenzetu, mbona huonekaniki kuwa na shida ya pesa? Flora muuliza Naza huko akiwa anamwandikia risiti ya simu aliyokuwa amemchagulia. Naza alikuwa kashalipia tayari. Mganga Mungu ilizi mzigo. Naza alienda kusajili line ya simu na kisha aliondoka safari ikiwa ni kurudi nyumbani. Akiwa njiani alikutana na mdada mmoja hivi akiwa akasimama nje ya gari akiwa anaonekanika ni mwenye hasira kiasi cha kujiongelesha tu mwenyewe. Yaani huyu kumbe huyu fundi ni mshenzi sana. Kwa hiyo anajua kwamba kavulunda hii gari mpaka apokee simu zangu, si ndio? Alitambua kwamba gari hajalitengeneza vizuri ila amekula tu pesa zangu nyingi tu yani. Mdada alikuwa anaongea mwenyewe kwa hasira. Naza alimsikia na kutambua gari lake linaleta shida. Mdada alikuwa ni Hamisa. Hamisa baada ya kufika chuo alimpigia simu fundi wake na kumwambia aende akatengeneza gari nyumbani kwao kisha ampelekee chuoni. Fundi alifanya hivyo na kulipeleka gari chuoni na akachukua pesa nyingi tu kwa Hamisa kwa ya matengenezo ya gari hilo. Ila muda huo hata nyumbani kwao Hamisa hajafika, gari tayari kwa linasumbua tena. Naza alisogea alipokuwa Hamisa amekaa juu ya bonnet akiwa amefura kwa hasira kuliko. Mambo dada. Naza alimsema Hamisa ambaye alishia kumtazama Naza chini mpaka juu na kubinua tu midomo yake kwa kejeli. Naza kujali sana maana kashazoea dharau kwenye maisha yake. Sababu dada, naona kama vile uko na shida kwenye gari. Naweza kukusaidia ukiniambia tatizo. Naza kuona shida kumuuliza mdada huyo licha ya kuwa alimdharau. Kwa mara nyingine Hamisa alimpima kwa macho kutoka chini hadi miguuni. Alimuona kama kijana wa kawaida tu, hakuwa na dalili zote za klasi aliyozoea. Achana mimi. Hata ujui ni gari aina gani, wewe sio mtu wa kushughulika na magari ya bei. Tafadhali usijisumbue. Hamisa alimjibu Naza kwa sauti yenye dharau huku akiwa amekunja sura yake vibaya mno. Naza akatulia, hakuonesha hasira, alinyanyua macho yake kidogo na kuongea kwa sauti ya utulivu ile kumbeba busara na hekima. Alihisi huenda mavazi yake ambayo kwa wakati huo yanaonekana mtoko, ila kwa huyo dada yamefanya amuone kituko. Sio gari la bei ndogo linalosema thamani mwenye kulitumia, na wala sio mavazi ya mtu yanayopima moyo wake. Wengine huvaa vumbi lakini mioyo ni dhahabu. Alipotamka hivyo alimwangalia kwa upole kisha akageuka kuondoka bila hasira wala maneno ya ziada. Hamisa alibaki ameduaa tu, maneno yale alimchoma ndani. Alijikuta akiwa anatazama chini kwa aibu na baada ya sekunde chache akaita kwa sauti ya juu sana. Samahani, sikumaanisha hivyo tafadhali. Unaweza bado kuniangalia tatu la gari? Nadhani hakuwa na roho ya chuki, aligeuka na kurudi. Haina shida, uje niangalie. Nadhani alipiga magoti kando ya gari akiweka kimfuko chake kidogo pembeni ambacho kilikuwa na boksi lenye simu ndani. Akafungua bonnet akapima baadhi ya waya na sehemu za umeme. Baada ya dakika 3 akatabasamu. Tatizo dogo sana. Waya negative kwenye betri imelegea. Gari haliwezi kuwaka bila hiyo contact. Nimezibana vizuri kabisa. Sasa unaweza kuwasha gari lako. Umejuaje haraka hivyo? Na yani bila hata vifaa? Akauliza Hamisa huko akiwa anamtazama Naza kwa macho ya heshima sasa. Magari hutoa kelele tofauti kwa kila shida. Niliposikia tu silencer ya starter yako nikajua tu ni umeme. Hilo ni tatizo linalojielezea lenyewe tu kwa mwenye kusikiliza. Hamisa akasita kuongea akiwa na wasiwasi wa aibu. Kisha akasema kwa sauti ya chini, asante sana kakaangu, ila pia samani kwa dharau nilizokuwa nimekuonyeshea. Nimejifunza kwa kweli. Akujifunza huanza pale mtu anapokuwa amekubali kwamba hajui kila kitu. Na hiyo ndio hekima. Usijali nyote watoto akishua mnachelewa sana kuelewa. Mtaa inawezaje kuishi na ninyi? Sawa kakaangu. Kwa hiyo nikulipe sadi ngapi? Mimi nimekusaidia tu. Usiwaze bwana, nenda tu. Alisema Naza na kuondoka zake. Alimwacha Hamisa akiwa na macho ya tafakari na moyo uliokuwa umeguswa. Alibaki ameduaa tu na kuja kugutuka kipindi Naza akiwa ameshatoweka tayari. Kashaondoka. Nimeshindwa hata kumuomba hata namba jamani. Mimi ni mjinga sana Alisema Hamisa huko akiwa anaingia kwenye gari lake na kuondoka zake, ila njiani sura ya Naza ikajirudia kwenye kichwa chake na alijikuta na tabasamu kwa tabasamu mwanana. Lakini ni mkaka mzuri. Sio tu sura yake nzuri, hata roho pia. Nitamtafuta, nadhani atakuwa hakai mbali na ule mtaa. Alijisemea Hamisa akiwa amesimamisha gari lake kwenye maegesho ya nyumbani kwao. Alikaa dakika 5 nzima bila kushuka kwenye gari. Alikuwa anakumbuka taswira ya Naza. Alishuka kwenye gari na kuingia mida hiyo bado mamake na babake hawakuwa wamerudi. Hamisa alienda moja kwa moja kwenye chumba cha Shakira ambapo alimkuta akiwa na Mairati wakiwa wapo kitandani wamekaa kwa kujiachia kike.
Bila hodi na vibe kama umetoka kupigwa busu na malaika bwana? Shakira alimuuliza Hamisa. Au unakimbizwa na mbuzi mwenzangu muoga wa mbuzi wewe? Mailati na akachangia. Hamisa alitabasamu na kujitupa kitandani. Wewe boya wewe, utanivunja kitanda changu eti? Alisema Shakira. Jamani, leo nimekutana na mtu wa tofauti sana. Yaani sijawahi kukutana na mtu kama yule. Mtu gani tena? Usiona zunguka bila kueleweka. Gari langu liliharibika njiani. Nilikuwa nimepanic. Alafu akatokea kijana mmoja hivi fundi. Mavazi ya kawaida tu, sura safi, macho utulivu. Lakini maneno yake sasa kama nasoma moyo wa mtu. Hamisa, wewe unamsifia fundi? Wewe Hamisa, mbona alaji na maskini wewe? Akauliza Mairati kwa mshangao. Kwa nini nisikia fundi gari yote ni maskini? Alafu hata kama maskini kwani sio mtu? Hamisa akamuuliza Mairati. Ni wewe ndo ulikuwa unasema uwezi kuwa hata na urafiki na maskini wewe? Issue ni kwamba yule fundi sio maskini tena, ni tajiri wa roho. Ameshakamata akili kabisa Shakila kamchombeza Hamisa. Asijui. Lakini alipoondoka nijikuta nikiwa natamani kumuita tena. Yaani nikahisi kama moyo wangu umebaki pale pale barabarani. Alijibu Hamisa kwa anacheka kicheko cha aibu. Ulichukua namba yake basi? Instagram, WhatsApp au chochote kile? Hapana. Sikuweza hata kumuuliza jina lake yani. Kwa mara ya kwanza Hamisa umekutana na mtu hakujua thamani yako ya fedha, ukaona uzito wake wa utu. Basi rudi kwenye mtaa ule na gari, hata chunguza mafundi wa maeneo hayo. Huwezi kujua Mungu anakupa zawadi kupitia mtu usiyemtarajia. Nitarudi, lazima nikamuone tena. Yaani kuna jambo ndani yangu ambalo linaniambia kwamba hajamalizana na safari ya moyo wangu mimi. Basi mti mkavu umezidi kuchipua. Maleti na Shakira walicheka tu. Nani kavaa sketi yangu bila kuniambia? Finally ingia chumbani humo akiuliza kwa sauti ya ukali. Kwa haraka Mairati alijifunika na shuka. Hiyo ndo hodi na wewe? Hata bila salamu kama vile umeibiwa moyo? Shakira alimuuliza Faina. Hili halina heshima, ni tabia zake mbaya tu. Faina kumjibu mtu alivuta shuka na kujifunika Mairati na kulitoa, alikuta yeye ndo kavaa sketi yake. Tizama miguu yake kambuni. Unavaa nguo za watu kama una nguo zako wewe? Alisema Faina kwa ukali sana. Unamkasirikana ni kichwa kama baji imekosea njia. Mairati alimwambia Faina. Mbwa we. Faina alimrukia Mairati na kuanza kupigana naye. Ni utani tu. Walikuwa wanapigana kwa utani. Faina alikuwa hana ugomvi na Shakira wala Mairati. Labda ingekuwa ni Hamisa, hapo zingewaka kweli. We mpuzi, mbona hujavaa chupi au ndo umetoka kupinduliwa huko umesahau na chupi? Tusifuatiliane. Kama umekitamani kitie kidole. Siku hiyo hata Hamisa aliishia kucheka kwa kuwa alikuwa na furaha zake tu bwana. Hata muda wa kula Hamisa alikula kwa furaha hadi wazazi wake wakawa wanashangaa. Turudi Minazini msikilizaji. Naza rudi kwao na kukuta tayari kitanda kipo ndani. Kikiwa kimefungwa na kimetandikwa shuka safi kabisa, kilivutia mno. Na godoro la zamani lilikuwa limehamishwa ukutani. Alifurahi sana na ndogo zake nao walikuwa wamefurahi sana na kumshukuru kaka yao kwa ajali. Naza alitoa zawadi ambayo alikuwa amekuja nayo na kumkabidhi mdogo wake Ray, ambaye alifurahi sana. Kaka, simu? Umenunulia simu? Lea akauliza kwa mshangao wa furaha. Ndio, sio kwa ajili ya mitandao na mashindano ya likes. Hii hapa ni kwa mawasiliano. Na ukihitaji chochote kile nijulishe. Kama nikijua kuna shida nyumbani niweze kurudi mapema. Lakini pia nakuruhusu kitu kimoja. Kusikiliza simulizi katika YouTube channel ya Simulizi Max. Utapata kujifunza vitu vingi sana vya maisha. Kaka, lakini mimi sihitaji simu. Wewe unahangaika sana na mimi siwezi kukusumbua na gharama nyingine. Lea alikuwa ameongea kwa upole baada ya kuambiwa vile na kaka yake. Lea alikumbuka kwamba kaka yake sio tajiri hivyo. Hizo ni gharama. Acha kusema hivyo. Familia haikusumbui. Familia ni wajibu. Lakini pia nakusihi, simu isiwe daraja la upumbavu. Maisha sio mchezo. Lea, elimu yako ndio zawadi pekee unaweza kujilipa. Usicheze kwa scroll kwa na maana. Naahidi kaka, nitatumia kwa busara na asante sana. Sio kwa simu tu, bali kwa kila unachofanya kwa ajili yetu. Hata mti mkavu upata majani kama kuna mizizi yenye nguvu. Na nyie ndio majani yangu. Mnastahili kuota, kuchanua na kuwa kivuli cha watu wengine kesho. Sasa nikuone ukiwa unaongea na mtu kwenye simu na kupiga mikofi ya shingo, utashindwa hata kunywa maji wewe. Alisema Ade mdogo wake Lei na kuwafanya wote wacheke. Muda huo walisikia hodi na zakaenda kufungua mlango, alikutana Mama Hidaya. Mama Hidaya alimuomba Naza watete mara moja. Walitoka pembeni ili kuzungumza mazungumzo ambayo hawakutaka mtu mwingine asikie. Samani mwanangu Naza. Unajua ile pesa uliyokuwa umenipa nimeingiza kwenye ujenzi ili chumba ulicholipia kimalizike haraka. Na akiba yangu yote imeenda huko. Sasa shida ni dada yako Hidaya. Na Amina kule shamba walipo. Kesho inatakiwa warudi na mazao yaende sokoni.
Kwa nilikuwa naomba unipe SD 1500 kama unayo. Alafu kesho maziwa yakifika sokoni na kurudishia au tunaingiza kwenye kodi yako. Naanza kutia neno lote lile. Zaidi alizama mfukoni na akatoa noti kadhaa kumhesabia Maidaya noti SD 1500 na kumkabidhi. Hiyo usinipe wala usiingize kwenye kodi. Wewe ni kama mamangu. Umenivumilia kwa mengi sana. Angelikuwa ni mwingine angeshanitimua mchana kweupe. Kwa hiyo ukiwa na shida usite kuniambia mamangu, sawa? Maidaya alijikuta akiwa anatoa machozi ya kuamini kama ndo yule kijana aliyekuwa anamtukana mbele za watu matusi ya ajabu na kumdhalilisha. Bila hata kuhitaji malipo, alifanya utu na fadhila. Asante sana Naza, sio hata niseme nini la unamewa kipekee yako aisee. Kiukweli, anayosema Koba ni ukweli kabisa. Wewe ni kama umetoka kule kuja miaka ya sasa aisee. Usijali mama, tuko pamoja. Mazali mpiga Maidaya begani na kuondoka zake kuingia ndani ambapo walianza kula na ndugu zake. Mtaani. Kama kawaida Koba alirudi usiku huo wa saa 3 akiwa na chupa yake ya pombe mkononi, anayumba vibaya sana. Alianza kuongea maneno yake ambayo alileta jiwe la kizani. Yaani anatupa jiwe kizani atakayempata limpate. Aya, mlevi wa taifa nimerudi sasa. Kipindi chetu jiwe la kizani kipo hewani kwa udhamini wa Naza. Koba alianza kuongea kwa sauti yake ya kilevi akiyumba huko na kule. Jamani, huyu mzee wa nywele anajifanya msafi lakini nyumba yake ni kama jalala la panya. Na ule mama mkonyaji kila siku anahangaika na wanaume lakini anajifanya malaika. Koba alianza kutupa mawe kizani huko akiwa anapiga funda mbili za pombe. Na fundi cherehani huyu ndio shetani wa mapenzi. Anachukua wake za watu alafu anajifanya ajui. Lakini mimi Koba nawaambia ukweli. Hata kama nimelewa nawaona nyie wote. Naona aibu ya wengine lakini yenu mnayafunika kwa majani. Na mzee wa magari huyu ndio mwizi mkuu huyu. Anawadanganya watu, anawapola lakini anajifanya tajiri, anavaa suti za bei ghali. Koba alikaa chini kwa anaendelea kuongea kwa sauti ambayo ilifika kwenye masikio ya watu waliokuwa nje na ndani ya nyumba zao. Na mrembo wa Minazini huyu anajifanya anapenda watu, lakini moyoni mwake kuna chuki na roho mbaya. Mimi Koba nimekiwasha. Sema lakini kumbukeni ukweli siku zote unauma. Twende siku nyingine msikilizaji. Majira ya 7 mchana Naza akiwa gereji, malori alikuwa ameanza kuja kwenye gereji hiyo. Hiyo siku kulikuwa na malori 7 na mawili bado na alikuwa amefika muda huo. Hata madereva wao hawakuwa wameondoka maana hayo yanalala hapo mpaka wakija kuyachukua basi ni siku nyingine. Naza akiwa anasogelea gari moja alishangaa kusikia sauti ya mikuno ambayo hakuielewa hivi. Alinyata na kuchungulia upande wa uchochoroni mwa lori na lori akaona watu wawili, mwanamke na mwanaume. Mwanaume akiwa nyuma ya mwanamke aliyekuwa akapandisha kijola chake mpaka mgongoni kisha kainama na kushika taili, chupi yake ikiwa kwa magotini. Nyuma alikuwa mwanaume ambaye alikuwa ameshika kiuno cha mwanamke huyo na tango lilikuwa ndani. Mwanzo Naza alizani kwamba tango lipo kwenye kitumbua, ila aligundua kuwa tango limezama kwenye njia nyingine. Wenyewe wanaita kwenye nyama ya bata. Kilichomshtua zaidi, Naza aligundua yule mwanaume ni dereva wa lori na ni mume wa Hamida jirani yake, ila huyo mwanamke ni Mama Velo, shoga yake Hamida. Kazi kweli. Hii nchi na watu ovyo kuliko kawaida. Kwa hiyo Mama Velo analiwa na mume wa Hamida na Hamida analiwa na mume wa Mama Velo. Marafiki wanafiki kabisa. Naza alibaki kwa shangao kwa akiwa anatoa simu yake na kurekodi video. Sio kwa sababu ya umbea, hapana, ila ni kwa sababu ya ushahidi. Alijua ipo siku anaweza kuutumia. Alafu wanakulana kiboga. Kazi kweli. Mavero alikuwa bize kuzungusha kiuno chake kana kwamba alikuwa amepewa kazi ya kuvunja tango la mume Hamida, Bwana Hasani Kikombe. Nakojua mke wangu. We mtoto una nani tamu sana. Kikombe alikuwa anatangaza kuvunja dafu kwa akiwa anajiachia kabisa na kumuita mke wa rafiki yake kama mke wake. Kikombe alipiga mshindo wake na kuchomoa tango lake. Mama Velo alipiga magoti na kuanza kulinyonya tango la Baba Velo bila hata kujali maji ya dafu yaliyokuwa yamejaa kwenye tango. Alinyonya kana kwamba limepakwa asali. Baba Velo alizidi kutoa mingulumo ya raha na kujisahau kabisa kama yupo gereji ambapo amekuja kuleta gari tu. Zoezi hilo lidumu kwa dakika 10 kisha Mama Velo akavaa kiupi yake baada ya kujifuta vizuri kwa leso. Sasa wewe tangulia nyumbani, tutaonana huko. Ila kesho
kama tulivyopanga tutakutana Mazima Lodge. Alisema kikombe na kumkabidhi noti kadhaa Mama Velo. Basi poa, sasa usimalize wewe utamu kwa mkeo, sawa? Acha hivyo basi na wewe. Naachaje kwa utamu? Kuna muda natamani kuingia ndani mwenu kabisa kufanya fujo. Hata mimi kuna muda natamani kumpaswaga ule mmeo. Hasa nikikumbuka usiku ninavyokuwa nasikiaga uko guna kwa kutiwa naye huko. Yake sio tamu kama yako bwana. Waliagana kwa mabusu baada ya usaliti wao na maneno ya mahaba na ya kuonyesha dhamira ya wazi kabisa bila hata majuto kwa anayoyafanya. Mama Velo aliondoka, kisha Baba Velo naye aliondoka, maana alikuwa kasha kabidhi gari gereji, ila hakuonana na Naza. Na wote hawakujua kama wamerekodiwa. Naza alibaki akiwa anashangaa tu akishuhudia mambo mazito sana siku hiyo, na dunia ilizidi kumuonesha upande wa ajabu ambao upo kwenye maisha ya kila siku. Basi bwana, tuendelee kutia kambi ndani ya Habanga University. Jua la saa 8 lilikuwa kali, lakini kivuli cha miembe kwenye sehemu ya kupumzikia wanafunzi na mafundi kilitoa afueni. Viti vya mawe vilizunguka meza ya saruji, eneo ambalo kila anayehitaji mapumziko basi alifika hapo bila kujali kama ni fundi au mwanafunzi. Nazana akiwa na kitambaa cha mkononi mwake cha kufuta jasho usoni mwake alitokea gereji. Aliketi kwenye kona ya kivuli akinywa maji baridi kwenye chupa ya plastiki. Siku ya basi alirudia kosa. Kipindi yuko darasani aligeuka nyuma ambapo alikutanisha macho na Faina. Abasi hakutaka kumtizama sana Faina, ila aliamua kutazama kama Faina kavaa nguo ndefu na anakaa vizuri akiwa darasani. Alikuta Faina amekaa kujiachia sana, japo siku alikuwa amevaa suruali ya kike, ila alikuwa amepanua sana mapaja yake. Faina aliona kitendo cha Abasi kumtizama katikati ya mapaja yake, hilo ndio likawa kosa. Faina alimwambia Shomali na ganga lake kwamba inabidi wamfundishe adabu Abasi. Yule dogo kumlisha chupi jana haikutosha, leo tumpasue. Karudia tena kunichungulia. Faina alimtumia ujumbe huo Shomali kwenye simu. Poa, ngoja tutoke. Alijibu kwa ujumbe mfupi Shomali. Nadhani alikuwa ametulia zake tu na enjoy kivuli, kwa mbali akasikia sauti ya vicheko vya kijinga na minongono. Aligeuka na kumwona Shomali, kijana tajiri wa kihuni mwenye jeuri ya pesa na kiburi cha familia. Ni ndugu yake mtoto babake mkubwa. Naza alikumbuka aliwahi kusikia kama Shomali anasoma chuo hiko. Bibi na Shomali walikuwa marafiki zake. Brian na Lodovick pia walikuwa wapo na Faina. Walikuwa wamemzunguka Abasi ambaye alikuwa ameinama akusanya vitabu vyake vilivyokuwa vimeangushwa chini makusudi na Shomali. Pole sana Profesa Mitumba, vitabu vinakuzidi kichwa. Si bora ungesomea kufagia? Brian alimzihaki Abasi. Wewe boy, leo sita kunywesha mikojo kama jana haukushiba ile chupi, alisema Lodovick. Wewe lafa kila siku kazi yako ni kutazama tu katikati ya mapaja yangu, si ndio? Au nataka papa sema basi nikuvulie chupi kama jana halafu niweke? Asijawakosea, nataka nini hasa? Abasi akauliza kwa sauti ya upole sana. Tunataka uache kutamani chombo klasiki kama hii choko wewe. Unadhani kwamba ukitamani ndio utaipata au? Akauliza Shomali. Fai, unajua wewe unaboa sana. Kwani watu wangapi ambao wanakutazama unapojipanua na yule darasani au kila sehemu? Mbona watu jadili nao unamsumbua tu mkaka watu? Eva aliongea kwa ukali akionyesha hakupendezwa na kitendo hicho cha, ila Faina hakumjali. Tunendo kakae kule, huyo mwache na ushenzi wake, alisema Joana kuondoka na wenzake wakaenda kukaa sehemu ya kupumzika kando alipokuwa amekaa Naza. Nazani alikuwa anatazama tukio hilo kwa macho makali sana. Alinyanyuka taratibu akasogea upande wa kundi lile, alifika na kusema katikati ya Abasi na kundi lile. Shomali alikunja sura yake baada ya kumuona Naza mbele yake. Alikuwa anamchukia vibaya mno. Halafu huyu Farah naye katokea wapi? Alisema Shomali, na Naza hakumjali. Kipindi hicho Abasi alikuwa amepata matumaini baada ya kumuona rafiki yake. Alijua yupo salama, maana anamjua Naza bala lake. Unataka nini kwa mwanafunzi mgeni kama huyo? Au umeona ni ngoma ya kijiji kila mmoja kijana anajipigia tu? Aliuliza Naza kwa sauti ya upole, kwa kumtazama kila mmoja kwa zamu. Ila macho yake yaliganda kwa Faina. Naza alishangaa kumuona mwanamke mrembo kama Faina na kuwa na tabia mbaya kama Shomali. Kiukweli Naza alikiri moyoni hajawahi kumuona mwanamke mzuri kama Faina kwenye maisha yake tokea azaliwe. Mwanamke ambaye alikamilika kila kona isipokuwa tabia tu. Nini kuhusu nini? Wewe mwenyewe choko tu kama huyo choko mwenzio, alisema Shomali kwa dharau. Tunataka kumfunza adabu huyo mpuuzi, hebu tupishe. Huyo hakunichungulia mimi, anataka kuona nini? Naza alimtazama kwa makini Faina aliyekuwa anaongea kwa ukali sana. Alimwona akiwa kavaa suruali na crop top tu,
halafu mikanda ya chupi ilikuwa inaonekanika kwa juu ya kiuno. Wewe ndiye ulinumisha chupi jana eh? Naza alimuuliza Faina. Kumbe unajua kutushtakia ndio maana leo umekuja Faina alicheka kicheko kilichokuwa kimedakiwa na wenzake. Wewe sifunikira jitu wewe, alisema Faina kwa dharura akimtazama kuanzia juu mpaka chini Naza ambaye alikuwa kavaa overall ambalo liko limechafuka kwa weli chafu. Kwa hiyo kwa nini ulimsha jamaa kile kichupi chako jana? Naza hakujali dharau zao zaidi ya kuuliza maswali ambayo kwake ni ya msingi sana. Agatha, Eva na Joha walikuwa wanatazama kwa makini tukio hilo kwa mbali kidogo, ila walikuwa wanasikia kila neno. Wakiwa sehemu ya kupumzikia, ila walikuwa wamesimama ili kufuatilia tukio, na wanafunzi wengine wengi tu walijaa kushangaa tukio hilo. Kwa sababu alinichungulia nia yake ni kuona chupi, basi nikamlisha kabisa, alijibu Faina na kucheka kipumbavu. Umevaa chupi nyekundu kama mganga. Kila mmoja ameona hiyo ni kwa leo tu. Sio leo, ni dakika chache tu tumekaa hapa na nimeona. Kwa sababu mavazi yako ni kama umeamua kutangaza mwenyewe mavazi yako ya ndani. Nina hakika jana sio Abasi pekee ambaye alikuwa ameona kile kichupi chako cheupe. Nacho ni kama mganga tu. Ukitoka nyeupe ni nyekundu, kesho utaona nyeusi. Abasi alicheka kwa sauti, kicheko ambacho kilidakiwa na wanafunzi wengine kutokana na maneno ya Naza. Wewe nani mganga? Tulia, hiyo sio point yangu. Ila point yangu ni kwamba kwa unavyoonekanika jana ni watu wengi tu waliona kile kichupi chako cheupe chenye ukakasi katikati kama kimefutiwa rejeta gereji. Haikuwa na maana ya kumlisha Abasi kichupi kile kinachoonekanika kama vile cha miaka 12 iliyopita. Kisa akakuchungulia tu wakati watu kibao wamekiona kipindo kimejiachia tu kama vile mwanamke wa leba. Watu walizidi kucheka na kumfanya Faina azidi kufura kwa hasira. Wewe alafu unaongea nini? Unaona sifa au? Hivi maskini kama wewe unawezaje kutumia maneno kwa watu wa daraja la juu kama sisi? Shomara kaongea kwa hasira. Daraja la juu mfugale au kijazi? Okay. Ngoja niwaambie kitu cha maana hapa. Mipaka ya utu haipimwi kwa viatu au mkoba wa designer. Mnapaswa kujifunza kuwaheshimu watu kabla maisha hayajawafundisha kwa njia ya machungu. Na wewe ni nani? Fundi wa magari unayejifanya msemaji wa haki, sio? Alisema Faina kwa hasira sana. Naam, ni fundi mimi wa magari. Fundi ambaye anajua thamani ya watu, hata wakionekanika hawana makosa machoni pa dunia. Abasi ni mwanangu sana, siwezi kuacha kadhalika. Kama mna tatizo naye, basi mna tatizo na mimi pia. Kwa hiyo wewe jamaa unatutusi au? Aliuliza Brani kwa hasira sana. Nadhani tabasamu akiwa haonyeshi hata hasira, ila alikuwa anajiamini sana, hata kuwafanya wapinzani wahofie. Muonekano wake uliwavutia watu wengi sana. Ujasiri wake na kujiamini kwake ndani ya vazi lake la karakana, yani gereji. Mwili wake wenye ukamavu, uso mzuri sana wa kiume usiokuwa umeishiwa tabasamu kila dakika. Na sana alivutia sana, hasa kwa wadada waliokuwa wanamtazama kwenye malumbano ambayo mpaka sasa hivi alikuwa ni nyota wa mchezo kwenye michuano hiyo ya kupimana maneno. Michuano ya kutupiana maneno. Asio lazima nitishie. Wewe mwenyewe unajua moyo mdogo unaogopa utulivu wa mtu wa haki. Ila kama unaona nawatisha, fanya unachotaka ukifanya. Kundi limtazama Naza kwa hasira, wakiwa tayari wameshazungukwa na watu wengi. Waliamua kuachana na Abasi kwa siku hiyo. Achana na utadili nao siku nyingine, alisema Shomali akiwa anawataka wenzake waondoke. Faina kukubali kuondoka bure, maana maneno ya Naza alimdhalilisha na kumfanya achekwe na wanafunzi wengi sana. Faina alijirusha kwa nguvu akikusudia kumpiga kofi la nguvu sana Naza. Ila Naza rudi nyuma haraka sana kwa hatua 3 na kufanya kofi la Faina lipige hewa, huku Faina akienda chini mzima. Hiyo ilifanya watu wacheke zaidi, huku Shomali akimuinua Faina haraka sana. Wewe boya, huu moto unaowasha uwezi kabisa kuzima, alisema Shomali kwa kana mtazama Naza kwa macho ya ndugu mwenye kisasi. Ila Shomali hakutaka watu wajue kama ana undugu na maskini kama Naza fundi magari. Familia kubwa na ichokoza, na unajua familia kubwa akili ndogo. Shomali kaondoka akimshika Faina. Alikuwa anachemea kidogo baada ya goti lake kujipigiza chini muda anaondoka. Faina alikuwa na hasira hadi machozi yakawa yanamtoka. Agatha na Joha wao walifurahi tu, japo waliona rafiki yao anachemea. Aise, nimempenda yule kaka Aise. Wangekuepo wakaka kama wale 10, Faina angenyoka na waambia. Alisema Joha kana kwamba alikuwa anashangilia ushindi wa gari la timu yake pendwa. Naanza kaka, bado unanisimamia Aise, hata baada ya miaka mingi kupita bado ni mtetezi wangu. Hawe sio tu rafiki yangu basi. Nisingeweza kuacha upasuke kwenye udongo wa chuki bila maji ya utu. Walizungumza pindo akawa amefika gereji. Naza akiendelea na kazi. Magari mengi yalikuwa yameongezeka, hivyo akawa bize, ila sio ubize wa kutokusikiana na ndugu yake Abasi.
Twende mgawa Kisinia tukasikilize mjadala. Faina alifika mgawani akiwa na wenzake kwa ajili ya kula. Hata baada ya fujo zile alikumbuka kula na wenzake. Vipi lakini mguu wako? Eva alimuuliza Faina wakiwa nakula. Unauma nikikanyaga. Pole. Ila haya ndo madhara ya ukorofi ambao tunakupigia kelele kila siku, ndo hasa mazala yake ndo haya sasa. Alisema Eva. Sio kila siku utakuwa unaingiza hasara tu kwa mzee Gato. Kuna siku utaumia wewe. Alisema Joha. Acheni nye tule chakula. Alisema Faina kwa hasira sana. Ila ule kaka jamani mzuri kwanza. Halafu ni mwanaume wa kweli hasa na unguruma kama msimba mbele ya wanaume watatu na kidemu kimoja bila hata hofu kabisa yani. Hanyanyukeni nyie mbwa niwapeleke kuna mimi niende zangu kwetu. Faina alinyanyuka kwa hasira na kunawa mikono yake. Wewe mbona ghafla jamani hatujamaliza kula? Alizunguza Agata mpenda kula huko Eva na Joha akicheka sana yani. Safari ilikuwa ni mbio kumfuata Faina kwenye gari huko Agata kilalamika. Ya jamani kula ni ibada, mbona tunakatishana ibada? Hakuna aliyemjibu. Dakika 5 mbele gari kwa limeshika mwendo akitafuta mitaa anayoishi Eva ili wamshushe hapo ndani ya gari. Kulikuwa kuna malalamiko na Agata tu yani. Yaani unaniuzi sana ise. Kunikatisha wakati wa kula. Yaani kama mtu anakatishwa chooni akiwa anakata gogo yani. Eva na Joha alibaki kucheka tu kwa maneno ya Agata, ila walicheka kuona Faina kapatikana siku hiyo. Yani chupi yangu inaokoka kama imefutiwa jerejeta. Faina alijikuta akiwa anaongea maneno ambayo yapo kichwani mwake na yalimuuma sana baada ya kuambiwa na Naza. Vicheko vikasikia kwa Eva, Agata na Joha. Gari likasimama nje ya geti la kina Eva. Shukeni mbwa nyote, alisema Faina kwa hasira huko akiwa na mkabidhi Joha kibunda cha pesa mkononi. Vipi shoga hapa kwa kina Eva isena kuaje wote tushukie hapa? Akauliza Agata kwa mshangao. Mtatafuta usafiri? Wewe tushuke tu shoga yangu unaona ametupa. Joha alimwambia Agata huko akiwa anacheka na wote walishuka na Faina kaondoka zake. Simulizi inazidi kuwa tamu msikilizaji. Nakukumbusha tu hakikisha kesho kutwa inavyotoka saa 3 asubuhi unasikiliza, kwa sababu itafika muda utakuja ukuta imeondolewa YouTube na itabidi uje kulipia WhatsApp 0677062012. Lakini pia hata sasa hivi haikuzuii kuja kulipia na ukaipata yote mpaka mwisho bila kusubiri hata kidogo. Yaani ninavyoongea hapa inapatikana yote mpaka mwisho. Simulizi yetu ya Mti Mkavu lakini mizizi ni ya upendo imeandikwa na bwana Hussein Vumbi, Hussein Vumbi, director Owen. Ndio niko nyuma mic nikiwakilisha vizuri sana kutoka studio hizi za Simulizi Mix. Hakikisha unabaki na mimi mpaka mwisho wa simulizi tamu kweli kweli. Tamu sana yani, after tena yani. WhatsApp inapatikana yote, una haja ya kusubiri. Njoo ipatie jikoni kabisa mwanzo mpaka mwisho. Lakini unasikiliza YouTube kama nakukumbusha tena, hakikisha kwamba unasikiliza mara tu inapokuwa imetoka, sababu unaweza kujali saa moja baadaye ukakuta haipo, alafu kuanza kulalamika kwamba tumalize story. Itakuwa ni tatizo hilo. Tunaendelea na sehemu ya pili ya simulizi yetu. Saa 10 dakika kadhaa Faina alikuwa yuko nyumbani kwao nje ya geti lao. Alikosa kumgonga mlinzi ambaye alikuwa anafungua geti, maana kabla geti halijafunguka lote aliingiza gari kwa fujo kama vile ndo anatoka au anawahi kufumania. Vipi wewe mtoto unataka kunivunja miguu saa hizi? Mlinzi Mataba alipaza sauti kumwambia Faina ambaye hakumjali wala nini. Faina alishuka kwenye gari akawa alipaki vizuri gari lake akawa ameingia zake ndani. Hakukuwa na mtu muda huo, moja kwa moja alienda mpaka chumbani kwa dada yake Shakira na kujilaza kitandani. Alijua Shakira anarudi mapema kuliko watu wote, hivyo angemkuta na labda angemuondoa kwenye hasira zake na mawazo. Maana Shakira ni mcheshi sana na ana utulivu wa akili na hekima kwa kiasi chake. Akiwa kitandani alikajilaza, kumbukumbu za fundi magari zilimjia na kupita kwenye kichwa chake kama matangazo kwenye runinga. Eti kama mganga, nikibadili nyeupe ni nyekundu au nyeusi. Ananichukuliaje yule mbwa? Alionabidi nimevaa chupi nyeusi mimi. Mpumbavu yule. Faina alikuwa anaongea kwa hasira na kurusharusha mito. Faina alikuwa amewaza sana matukio ya fundi gereji, alikuwa anaendelea kumtesa kichwani. Majira saa 12 Shakira karudi na yeye. Huyu vipi leo karudi mapema? Tizama gari lilivyosimama ovyo ovyo, au anaumwa huyu? Shakira alikuwa ameongea mwenyewe huko akiwa anapaki gari lake. Alishuka na kuingia zake ndani. Alipanga kwenda chumbani kwa Faina ili kumtazama Faina, ila alikuta chumba chake kipo wazi. Alijua Faina yupo ndani. Wewe, mbona umevuruga chumba changu hivyo? Mito umetupatupa tu chini. Una shida gani wewe dada? Mbona una fujo? Na usinichanganye, mbona hujapiga hodi? Wewe umechanganyikiwa eh? Nipige hodi chumbani kwangu? Issue sio chumba changu, ila napigaje hodi wakati umeacha mlango wazi? Wewe acha tufunike, kanivuruga sana.
Kafanyaje? Ni fundi gani? Umempiga au? Shakila kauliza kwa pupa na wasiwasi akizani Faina kafanya majanga yake huko. Bora ningempiga hasira zangu zingeisha, ila ni mshenzi kanizalisha sana yani. Oho, lakini hakuna tatizo lilotokea, si ndio? We, nawe tatizo kanizalisha mimi kwenye umati wa wanafunzi, kanidharau sana mimi. Aya, twende kwanza bafuni ukaoge. Shakila alikuwa anamjua mdogo wake akipaniki tiba yake waga ni kuoga au kunywa maji. Ila sana sana ni kuoga. Aliamua kumpeleka bafuni akaoge. Alimwekea sabuni kwenye jacuzzi na kumwacha humo bafuni. Faina alivua nguo na kuzitupa tu kisha kaingia kwenye jacuzzi. Baada ya mwili wake kuloa maji alianza kutuliza akili yake sasa. Ila sura ya fundi Magali ilikuwa inajirudia kichwani mwake na sauti na maneno yake ya fundi gereji nayo pia. Ila sura ya fundi Magali ilikuwa inajirudia kichwani na sauti ya fundi Magali pia nayo inajirudia kwenye masikio yake kama vile matangazo kwenye gari la PA. Faina alikuwa kwenye jacuzzi na simu yake mkononi akijitahidi kupoteza mawazo ya fundi Magali. Simu yake iliyokuwa pembeni kidogo nje ya jacuzzi kwenye meza maalum ya kuweka simu ilitoa mwanga na mlio. Faina akachukua simu yake na kukutana na ujumbe wa WhatsApp ambao ulitumwa na Shomari. Nina mpango wa kulipiza kisasi kwa yule mwehu. Tumzalisha na yeye. Ujumbe wa Shomari ulisomeka hivyo kwenye WhatsApp ya Faina. Mpango gani? Maana ni genius sana ise. Alijibu ujumbe wa Faina huko kana tabasamu kwa kushusha mzigo wake wa mawazo baada ya kuona ufumbuzi umefika. Kesho siku na mashindano ya vipaji pale chuo. Kwenye open stage ya chuo. Ndio. Halafu nilikuwa nimesahau jue. Sasa pale si hata mafundi wenye vipaji pia wanakujaga kushiriki. Asa tunaandika jina lake bila yeye mwenyewe kujua. Halafu tunachokifanya ni kushawishi viongozi wawape mwaliko mafundi wote. Tunamwandalia mada ambayo haitambui kama kipaji chake. Mada gani? Tunamwambia elezee gari moja adimu sana ambalo ni ngumu kulijua. Ataje mwaka lilotengenezwa na mwaka lililouzwa na bei yake iliyouzwa. Faina tabasamu baada ya kusoma ujumbe huo wenye mpango ambao ulikuwa umeanza kumkosha sasa. Gari gani sasa? Tutajua kesho yeye. Safi. Na ndio maana nakupenda, unakuwa na mipango sana ise. Ila sasa unajua jina lake kamili? Ndio, nishaambiwa jina lake kamili. Faina aliweka simu pembeni akiwa na furaha baada ya kupata mpango wa kumzalisha fundi Magali. Faina alienda kumalizia kuoga kwenye bomba la mvua na kutoka zake bafuni. Alikuwa katumia muda mrefu sana bafuni. Alivyotoka alikutana na Mairat na Hamisa nao pia wamerudi hapo chumbani. Mimi nilizani utatoka ukiwa mzungu mwenzangu. Maana nimerudi nimepika nimemaliza bado naoga tu. Mairat alimwambia Faina kwa utani. Faina ambaye alikuwa na furaha sana muda huo. Kuoga starehe wewe. Faina alijibu kwa bashasha la ucheshi. Alafu na wewe siku zingine uingiage jikoni upike. Sijai kukuona unapika wewe. Hamisa alimwambia Faina. Utajijua mwenyewe bwana wewe. Kwani mimi nisipopika ndio hamli au? Au nikipika mimi ndo mtashiba milele au? Una lote wewe. Kupika ujui zaidi ya kugombana tu na watu mitaani huko basi. Yaani wewe kama vile tumebambikiwa kwenye familia ya Ese. Yaani ulifaa kuwa uswazi kabisa huko wewe. Mmeanza malumbano hapa. Hebu acheni kelele hapo. Shakila aliwatuliza Hamisa na Faina ambao tayari walikuwa wameshaanza kurushiana maneno. Kwani mnashare bwana au? Mbona mjai kuelewana nyie? Akauliza Mairat. Seriously? Bwana gani wa kushare huyo? Bwana mvuta bangi maana ndo type ya huyo Faina huyo. Alisema Hamisa kwa kudhihaki. Sio fundi gereji, sio fundi Magali. Yule smart kichwa anaweza kabisa kuwa na mwehu kama huyo. Fundi Magali gani? Faina alijikuta akiwa anauliza baada ya kusikia fundi Magali. Achana naye bwana, huwezi kumjua. Alijibu kwa kejeli Hamisa. Sasa ukideti na fundi Magali utakula spana na utakunywa ile chafu. Upande mwingine sasa. Tukirudi kwa Naza na Abasi majira ya saa 12 ambapo walikuwa wanaondoka zao kama kawaida. Naza alikuwa anamsindikiza Abasi kwenye kijio cha bajaji. Wakiwa wanapiga stories hapa na pale walimuona mdada mmoja hivi mbele yao. Alikuwa na umbo zuri sana kwa kumtizama kutokea nyuma. Mdada alikuwa anaongea na simu kwa asili huko akiwa anapiga miguu yake chini kwa nguvu. Alifanya makalio yake makubwa kiasi atikisike kwa fujo kwa kile kitendo cha kupiga miguu chini. Mudi, ujue wewe unanitafutia lawama mimi. Unajua ile pesa ilikuwa ya mtaji wangu mimi. Leo libidi nipitisha kwenda kuchukua mzigo mpya. Bado ile pesa ndio maana tuendesha maisha nyumbani na mimi chuo. Ila wewe umechukua. Kwa nini unanifanyia hivyo lakini Mudi? Hauna huruma na mimi dada yako Mudi. Mbona najitahidi sana kukujali, kwa nini lakini Mudi? Alisikia kana lalamika mdada huyo kwa hasira sana. Aliongea huko akiwa anageuka nyuma ambako alikuta Abasi na Nazo anamtizama ila hakuwajali hata kidogo. Akaendelea kuongea tu na simu. Alikuwa na sura nzuri sana ukiachana na umbo lake ni mzuri mno. Japo Nazo aliona bado sana kufikia uzuri wa Faina.
ila basi ndo alijikuta akiwa anapagawa kabisa na uzuri wa mdada huyo. Mimi nakuja chuo najua kwamba naenda kwenye mkoba, kumbe ni ushenzi tu, hela zote umechukua wewe na ukute ushachezea kamari. Mimi sina hata nauli ya kurudi nyumbani na leo nimeshinda kabisa na njaa chuo. Alo. Amenikatia simu. Mdada alikaa chini huku machozi yakawa yanamtoka. Hakujali kama hapo chini kuna vumbi wala nini. Na zana basi walimhurumia dada huyo. Oya, tumsaidie wewe mwanamke, inaonekana hana nauli hata kurudi kwa huyo. Alisema Nadha, hapana kaka. Wewe ndo kazi yako niache nimsaidie, maana mimi nishampenda tayari. Najua wewe mara kibao tu kipindi tupo shuleni demu nampenda mimi, mwisho wa siku nakutaka wewe. Kwa ushampenda ndani muda huu tu au ushawahi kumuona kabla? Awe ni cheke kaka. Nimemuona hapa na nishampenda. Bila yeye mimi siwezi kuishi. Haya bwana, ila hakikisha unamsaidia. Hapo. Alafu kesho kuna mashindano ya vipaji chuo. Si utakuja kwenye ukumbi ule wa chuo? Hapana, sitokuja na kazi nyingi sana kesho. Ila poa tutaongea. Naweza kaondoka zake kimwacha basi amsaidie mdada ambaye anadai kwamba kashampenda. Basi alienda kuchuchumaa karibu kabisa na alipokuwa amekaa dada. Mambo? Basi akamsalimia, ila mdada alinyanyua uso wake na kumtizama kisha kabaki kimya, kainamisha tena uso wake chini. Sijui sana kuhusu situation yako, ila naweza kusema mitihani ni kawaida kwenye maisha ya mwanadamu. Kuna msemo unasema ukubwa jalala. Hiyo ndio maana kubwa ya ujalala. Yaani mambo mabaya yote unafanywa wewe tu kama jalala, yanavyokuwa yanatupiwa takataka. Mdada alimtazama basi huku macho yake yakiwa bado na machozi. Umejuaje situation yangu? Inawezekana mimi ndo mganga wa shida zako. Ongea vizuri na mimi. Mdada alimtazama basi bila chembe ya mzaha, japo basi alikuwa na tabasamu tu muda wote na kufanya uzuri wake wa kiume kuonekana. Ila mdada hakujali. Haya, asante, unaweza kwenda tu kakaangu. Ashika kwanza yeye nauli, maana una nauli wewe. Na basi akatoa noti ya SCD 200 ambayo ni noti kubwa zaidi kwa nchi ya Sayadi. Kama leo hii TZ mtakikupa shilingi 10,000. Pesa hiyo ilikuwa ni kubwa kwa nauli ya mdada huyo, ingemtosha hata kwa wiki 2. Mdada alishangaa sana. Alimshangaa sana basi huko kijaribu kutafakari ya basi kajuaje na shida zake. Alikumbuka kwamba muda anazozana na mdogo wake kwenye simu aliwaona wakaka wawili hivi kipindi anageuka nyuma na mmoja wao ndo huyo. Alitabasamu na kujiona mjinga ambaye alikuwa anapayuka na kufanya watu wengine wafahamu matatizo yake. Asante kakaangu, mimi sina shida na pesa yako. Mdada alikataa hela basi. Unaonekana mzuri ukiwa na tabasamu huku ukiwa unatoa machozi usoni. Mdada alifuta machozi kwa viganja vyake baada ya kusifiwa na basi, kisha alitazama chini kwa aibu, alitabasamu kidogo na kufanya madimpozi yake yaonekane. Kumbe unazidi kuwa mzuri ukitabasamu wewe. Sawa. Kama utaki pesa yangu mimi nakaa hapa. Hata mpaka kesho kama nawe utakaa hapa bila kupokea nauli. Basi alikaa chini huko akianza kufungua kamba za laba zake ili kuvua viatu. Unafanya nini wewe? Mdada aliuliza kwa mshangao. Navua viatu nikae hapa na wewe hadi utakapopokea nauli. Wewe ni chizi kumbe? Ni chizi kwa ajili yako. Alijibu basi huko akiwa anavua viatu kiatu cha kwanza. Basi Famina napokea nauli. Alisema mdada huko akiwa ananyanyuka na kuchukua akamvalisha basi kiatu chake. Aliona basi kakivua kwa ajili yake na ndio maana aliamua kumvisha. Basi kitendo hicho kikazidi kumfanya mpende mdada. Kwa maana alikuwa anawajua wanawake wa Saya sio watu wa kujali kabisa. Lakini kwa nini ufanye jambo kama hili? Kwa nini lazima kunisaidia? Mdada aliuliza baada ya kumaliza kumvalisha kiatu basi. Basi akampa ile ambayo mwanzo mdada alikuwa ameikataa. Mdada akapokea kisha basi akamjibu, ni lazima kwa sababu nimetokea kukupenda tu baada ya kukuona hapa. Mdada alimtazama basi kwa macho ya mshangao sana. Hii ni Mti Mkavu msikilizaji, lakini mizizi ya upendo tupo katika sehemu ya pili, imeandikwa na S. Hussein Vumbi. Inasimuliwa na director wewe kutoka hapa Simulizi Max. Hebu tuendelee msikilizaji. Kunipenda kwa kuniona mara moja tu? Akauliza mdada akimtazama basi usoni huko akiwa anaanza kukunja sura yake kuonesha hajapendezwa. Kwani kumpenda mtu inahitaji awamu ngapi za kuonana? Haijalishi, ila mara moja tu kama hivi ni kutamani na sio kupenda. Basi akamtazama mdada huko kitabasamu kwa maana alikuwa anaenjoy kumwona mdada anavyoongea. Kumtamani mwanamke ni kuvutiwa naye. Huku shauku ikiwa ni kumvua nguo zake tu za ndani na kutumia kile alichojaliwa na Mwenyezi. Kumpenda mwanamke na kuvutiwa naye na kuingia moja kwa moja kwenye maisha yake. Ikiwa ni pamoja na kuziingiza shida zake ziwe ni sehemu za shida zako. Sio tafsiri halisi ya kupenda, ila ni tafsiri halisi ya mwanaume ya aina yangu mimi. Mdada alitabasamu baada ya kusikia maneno michache tu ambayo ilikuwa ni yenye uzito kwa hekima. Basi aliongea kwa sauti tulivu yenye kubembeleza na uzito kiasi ya huba. Haya bwana, basi nyanyuka, unachafuka eti. Mdada mnyanyua basi kwa kumpa mkono, japo basi alijipushi mwenyewe kunyanyuka. Wakajikunta vumbi na kuanza kuondoka zao. Kwa hiyo unaishi wapi? Basi alimuuliza mdada.
Naishi Mtongani. Oh, ni mbali kwa kiasi chake. Daladala 2 eti. Ni mbali kiasi la sio sana maana nikipanda gari ya pili tu ni vituo 5 tu. Hivi naitwa nani vile? Alafu kweli kumbe alijitambulisha na mimi naitwa Abbas. Najua ni malaika. Ila sijajua ni malaika wa kitengo gani. Una vituko wewe. Mimi naitwa Maimuna. Ila wananiita zaidi Muna. Ukicheka ndo kabisa sio unafanya nizani kama malaika maalum wa urembo. Ila basi bwana. Dakika 10 zilitosha watu hawa kuzoeana kama wanajuana kwa muda mrefu. Walifika kwenye kituo cha daladala ambapo hapo kulikuwa kuna kijiwe cha bajaji na kituo cha bajaji pia. Tuingia kwenye bajaji, achana kabisa daladala kwa leo. Bajaji tena. Muna aliuliza akiwa anajikuta yuko ndani ya bajaji moja baada ya kuvutwa mkono na Abbas. Bosi wangu home kama kawaida au? Alisema dereva bajaji ambaye alionekanika anamfahamu Abbas. Leo tuanzie Kisinia pale. Kisha utatungoja tutaenda Mtongani, mwisho utanipeleka home. Haina shida bosi. Alisema dereva bajaji huko akiona tabasamu kwa kuona siku hiyo alikuwa na pesa nzuri kwa safari hizo. Kumbe Abbas naye mtukutu. Upande wa Naza bwana. Naza akiwa njiani kama kawaida yake kutembea mdogo mdogo, alitoa simu na kumpigia mdogo wake Lei. Simu iliita kwa sekunde kadhaa tu ikapokelewa. Shikamoo kaka. Sauti ya Lei ikasikika kwenye simu ya Naza. Marahaba, mambo vipi? Poa, tunarudi saa ngapi? Tumekumisi eti. Mmenimisi, mbona hata mmeshindwa kunipigia simu? Simu sijaweka salio tatizo. Humo nilikuwa nimejiunga kifurushi cha mwezi dakika SMS na MB. Aya, basi nipo njiani. Niwaleteni nini? Njoo tuna matunda. Kwa nini mmepika nini? Wali kuku na njegere. Wacha bwana. Basi ngoja niwahi. Kaka kabla nila njoo na yogurt Sauti ya Ada ikasikika kwa mbali kwenye simu hiyo. Sawa, limeisha hilo. Simu ilikatwa na furaha ya Naza ilikuwa inakamilika, wadogo zake wakiwa na furaha. Naza alipanga kwenda dukani kwa Shayo, ambapo lilikuwa duka kubwa la vyakula. Kwa Shayo ndipo zinapatikanika yogurt, ice cream, ila hapo kuna meza kubwa ambayo imepangwa matunda. Shayo Shop. Kulikuwa na duka kubwa la vyumba viwili vya biashara, alimaarufu kama frame. Frame moja ndipo ilikuwa ni ya vyakula vyote na michele, maharage, sukari na bidhaa zingine ambazo ni mahitaji muhimu ya nyumbani au ya binadamu. Ila nje ya frame hiyo kulikuwa kuna meza kubwa ambayo kulikuwa na matunda mengi sana. Yalikuwa yamepangwa kiustadi na mvuto wa kibiashara. Frame nyingine ilikuwa ya wazi ambayo imepangwa viti na meza kadhaa kwa ajili ya kuketi watu. Hapo ndipo zinapopatikanika yogurt, maziwa fresh, juisi za matunda na ice cream. Kwenye eneo hilo kuna wadada wawili ambao walikuwa wameketi. Wadada wazuri kiasi ambao walikuwa wamefanana tu muonekano yao, ila walionekanika wamepishana umri. Hao ni Mariam Juma Famba ambaye ni mkubwa na mdogo wake ni Rehema Juma Famba. Hao ni watoto wa mzee Famba, ndugu zake Shomari. Kiufupi ni ndugu zake na Naza. Maisha yalikuwa mazuri sana kwao, hata hapo walifika wakiwa na gari lao aina ya Toyota Rush la kisasa. Japo sili ya maisha mazuri wanayojengewa na baba yao, kuna dhuluma ambayo mzee Famba alifanya kwa mdogo wake Hoshazi Famba, baba yao na kina Naza. Kwa asilimia kubwa familia hii inaishi maisha mazuri ambayo walistahili kuishi wakina Naza. Unaona bana. Basi majira ya saa 2 usiku Rehema na Mariam walikuwa wanakula ice cream kwa madaha huku wakiwa wanapiga stori zao na simu zao za gharama zilikuwa zipo kwenye mikono yao. Watu wengi ambao nao pia walikuwa hapo kwa mahitaji tofauti, labda yogurt, ice cream, maziwa fresh, mtindi na juisi, walikuwa wanawatizama sana dadao, maana walikuwa wanaonekanika kama watu fulani mashuhuri sana. Kama si wasanii basi labda ma video vixens hivi. Yule maskini yatima anakuja. Bila shaka anataka kuja kutuomba hela hapa. Alisema Rehema baada ya kumuona Naza akiwa anakuja eneo ambalo wao wapo na kumfanya Mariam naye amtazama alipokuwa ametokezea Naza. Mimi silipendi lile. Yaani leo nataka tulipe maneno ambayo yatanifanya likituona tulitupitie mbali. Lisili katuambukiza nuksi zake hapa. Maneno yao walikuwa wameongea kwa sauti kubwa ya chuki ambayo ilisikika na kila mmoja kwenye eneo hilo na kufanya watu wote wamtazame Naza wakimshangaa, wakiwa na shauku ya kutaka kuona kitakachotokea. Yaani wakituona tu sisi uishiwi shida yoyote. Aliuliza Mariamu kwa ukali kipindi ambacho Naza ndo amefika kwenye eneo hilo. Baba alikwambia usifike nyumbani kwetu. Maana yake hata ukituona si usisogelee lafa wewe. Alikazia Rehema kwa msisitizo. Naza alisimama karibu na meza yao ambapo ni njia ya kufika kwenye huduma, huku akiwa na washangaka na kwamba kaona kuku mwenye mkia wa mamba. Na watu wengine kwenye eneo walikuwa na washangaa wote. Naza na dada zake, huku wengine wakiwa wanafahamu kabisa kama hao ni ndugu. Mko sawa?
Aliuliza Naza kwa mshangao. Tukuulize kama uko sawa, uweze kubalance showbet. Naza kusubiri maneno ya Rehema yaishe, alienda kwa mhudumu akawaacha hao dada zake wakirusha maneno hewani. Ila walikaa kimya baada ya kuona Naza anaagiza. Walikuwa wanajiuliza Naza anaagiza kwa pesa zake au anawategemea wao. Ila ndipo walipogundua kwamba muonekano wa Naza ni tofauti na alivyomzoea. Hakuwa kwenye mavazi chakavu yenye vilaka vya kushonwa kwa mkono kama alivyokuwa amezoea kumuona mara nyingi. Naza alikuwa anapendeza kwa nguo zake nzuri, t-shirt kali la blue, suruali ya jeans nyeusi, chini alikuwa na laba zake nzuri tu zenye rangi ya blue. Hata sura yake pia ilikuwa na nuru. Alionekana hana shida sana kama kipindi cha nyuma. Nipe yogurt kubwa, feed milk 2. Naza alikuwa ameagiza kwa mhudumu. Rehema na Mariamu walishangaa maana hizo zilikuwa ni yogurt za bei kubwa sana kwa level ya Naza. Mhudumu alimpa Naza anachotaka. Naza alitoa noti kadhaa ambazo zilizidi huduma aliyokuwa amepewa mara 3 zaidi. Na lipiana vya huduma walizotumia wale dada pale. Kisha utawapa na ice cream zingine wabebe kwenda nazo nyumbani kwao. Kisha ile itakayobaki iwe mshahara wa kazi moja. Wakija tena hapa, waambiwa wakiniona wasinisumbue au watulize akili zao wakitaka kuniongelesha. Ama nitakuongezea hela. Watafutie mabwana. Mhudumu wa kike ambaye alikuwa anamfahamu Naza na anajua kama Naza na hao wadada ni ndugu na alikuwa anatambua kuwa hilo ni jibu la dharau kwa watu wenye nyodo. Mhudumu alishindwa kujizuia kucheka ise. Afana leki. Huyu sasa ndo Naza anayemjua mimi, mtoto wa mzee Hoshazi. Alisema jamaa mmoja hivi ambaye naye alionekana kumjua vizuri sana Naza. Hatuna shida ya kulipia wewe maskini. Alipayuka Mariam. Naza alitabasamu kwa kiondoka na kutikisa kichwa kwa dharau tu. Alifika kwenye meza ya matunda na kununua matunda kadhaa na kuondoka zake akiwa na mfuko mkubwa kidogo wenye matunda na yogurt. Huku nyuma aliacha gumzo kwa watu, huku Mariam na Rehema wakibaki wenye fedheha kweli kweli. Mhudumu aliwapa ice cream za ziada, ila walizikataa na kuondoka zao na faida ikabaki kwa mhudumu. Walichukia vibaya sana. Naza aliwalibia siku jioni kabisa yani. Acheni mimi nicheke jamani. Kisinia restaurant kule anakopendaga sana kuendaga kula huyo Faina. Sasa leo hapa tunaona Abasi na Muna wakiwa wanapata chakula. Abasi alimsikia Muna akisema kuwa hajala alivyokuwa chuo. Hivyo aliamua wakapate chakula kwanza na stories zikaendelea. Sijui kwa nini nimekuamini haraka kukuambia mambo yangu hadi najishanga. Sio kawaida yangu kabisa mimi, kuna watu nimejuana nao zaidi ya miaka 5 ila hawajui kabisa mambo yangu. Alisema Muna akimwambia Abasi wakiwa nakula. Wewe endelea tuende mapenzi sasa. Mapenzi gani na wewe? Kwani tumekuwa wapenzi tayari? Muna, hebu endelea bwana. Basi bwana, si maisha yetu hatuishi na mama. Jambo la ajabu ni kama mama yetu yupo ila alichana baba yetu. Akaamua kulala na bosi wa baba yetu, kisa maisha mazuri ya bosi na maisha magumu ya baba yetu. Jambo la huzuni la ajabu ni kwamba mama hana habari kabisa na sisi. Yeye yuko busy na watoto wake ambao alizaa na huyo mume wake bosi wa baba yetu wa zamani. Baba yetu aliacha kazi na kuwa mkulima wa kawaida tu kwa kijiji cha Kakara. Aliamua kuhamia huko Kakala ili kututunza sisi, yani mimi na mdogo wangu Mudi. Kile kidogo anachopata tujengea nyumba ya vyumba 3 ambayo imekamilika kwa maisha yetu sisi ya chini. Nyumba ina kila kitu kwa maana ya kwamba sebule, jiko, vyoo vya ndani, kwenye master bedroom na choo cha public. Kisha kutoka mtaji ya biashara mimi na mdogo wangu Mudi. Mudi akafungua studio ya muziki chizi ule. Ila amekufa kwa sababu sio issue ya kuingiza pesa. Ila pia mdogo wangu ni mtu anayependa sana kamali. Mimi niliamua kufanya biashara ya kuuza nguo, viatu na vipodozi. Ila sina duka, nafanya na wateja online tu na wale wa kuwatembezea mtaani kwetu. Kwa maana najuana na watu wengi sana mtaani kwetu. Nilifanya kupata wateja na mnitoa kiasi waga wanakuja mpaka nyumbani kuja kuchukua mizigo. Kwa sasa hivi waga sitembezi kabisa. Biashara hiyo ndio ambayo inaendesha maisha yetu mimi na Mudi pia. Na ndio inaendesha maisha yangu ya chuo. Ukiachana na ada ambayo ananilipia baba, ila leo ndo Mudi kaamua kuniibia zile pesa zangu ambazo ndo zilikuwa ni faida na mtaji wenyewe. Muna alisimulia huku machozi yakamlenga. Pole sana Muna. Unapitia magumu sana Asante sana basi. Muna, usijali, umepata mtu mpya kabisa kwenye maisha yako. Mtu ambaye yupo nawe bega kwa bega kwa kila hatua. Asante basi. Ila kwa nini umekuwa ni mtu ambaye unajali sana shida zangu na umeniona leo tu? Alishakwambia kwa nini nimekupenda. Muna alishakuachia tabasamu la aibu na kuendelea kula. Kwa hiyo Mudi hajasema chochote kile. Kantiwa Messi anasema kwamba kachukua hela ile akapange chumba chake aishi mwenyewe mtaani, kachoka kulishwa na mimi. Chizi yule mtoto. Sawa, ipo siku utanikutanisha naye. Nimegundua tatizo kubwa ni kwamba nyie hamuamini kwenye ndoto zake, na ndipo
ninapokosana naye. Basi ndoto gani za kuwa mtengeneza muziki bwana? Ni ujinga tu ule. Hilo ndo tatizo. Ila tuachane na hayo mrembo. Malizani kwa Aisha nyumbani. Sawa. Ila basi kwa nini tumekula kwa gharama kubwa hivi? Hiki chakula sisi nyumbani ni budget ya wiki nzima eti. Haya, mwisho leo. Siku zijazo utakuwa unapika nyumbani kwenu, tunakula huko. Walimaliza kula na kuondoka zao na bajaji. Basi nikwambie kitu. Ila usinichukie. Sawa, niambie. Alisema basi, ila moyoni mwake alikuwa na wasiwasi na Muna kumwambia kwamba ana mpenzi. Pale mtaani nilikuwa na mwanaume. Jadi mpenzi anaitwa Magoma. Mwanzo nilipendana naye sana, licha ya kwamba ni muuni sana. Ila baadaye nilichoka kwa kuwa alikuwa na tabia mbaya za kiuni. Ila mbaya zaidi alikuwa anatembea na kila rafiki yangu. Mpaka sasa hivi mezana rafiki zangu wawili na watatu ndiye anaishi naye kama mkewe. Kaanza kuishi na huyo rafiki yangu baada ya mimi kumkataa. Ila huyo Magoma hapendi kuona mimi na mwanaume. Akiniona na mwanaume waga anamfanyia fujo. Ila pia kuna muda anaanza kufanya hata Muna, inatosha. Nimekuelewa, usijali. Na unataka kusema nisifike kwenu kisa wa jamaa. Ila kama nilivyokuambia nimeingia hadi kwenye matatizo yako. Hilo ni tatizo, kwa hiyo naenda kuliona hilo tatizo. Abasi aliongea kwa kujiamini sana. Abasi. Unalimuita Abasi kwa sauti ya upole sana yenye kubembeleza. Naam. Magoma ni mtata eti. Mwenyewe mselamavi. Abasi. Wewe sio muuni bwana, yule ni mtata eti. Tutajua kwa kama ni mbatata au kiazi kitamu. Jamani, mbona alisha kutabasamu ila alikuwa na hofu moyoni mwake. Ngoja tuangalie msikilizaji. Iko hivi, mwendo dakika 28 alifika kwa kina Muna. Kiukweli Muna alifurahi kwa kuwa basi kamuonesha thamani kubwa sana ya kumjali, ila hakuishiwa hofu dhidi ya Magoma ambaye alimuelezea. Muna alimkaribisha basi ndani, bajaji ikabaki nje kumsubiri. Karibu Abasi, hapa ndo kwetu. Muna alimkaribisha basi ndani ya basi, alipatazama ndani humo sebuleni ambapo palikuwa pazuri tu kwa hadhi ya watu wenye maisha ya kawaida. Babake Muna alijitahidi sana. Asante Muna. Sasa mie wacha niwahi home maana hawajazoea kuona narudi usiku sana. Sawa basi, karibu sana. Na asante kwa yote ulionifanyia. Usijali. Muna alimsindikiza basi kutoka nje, ili wanatoka tu anakutana na Magoma ambaye alikuwa anaonekanika kafura kwa hasira baada ya watu kumpa taarifa kwamba Muna kaingia na mwanaume ndani. Wewe ni nani unaingia kwenye nyumba ya mke wangu? Baba zako. Abasi kama vile hakumsikia Magoma, alikuwa anatembea kuondoka kipindi Muna akasimama kwa hofu kwenye mlango wa nyumba yao. Muna alikuwa anatemeka, alijua Magoma kumchoma mtu kisu ni swala la sekunde tu. Abasi alimuona vizuri mwanaume huyo mwenye mwili mkubwa wa kubeba chuma na makovu mengi usoni. Ila alikuwa anataka kumpita kama hajamuona vile. Magoma kamsukuma Abasi kwa mkono wake mmoja wenye nguvu. Alimsukuma kifuani na kumfanya arudi nyuma akiwa na yumba. Magoma, mwache mkaka wa watu. Nyamaza wewe kahaba. Magoma alifoka akimtizama Muna kwa macho ya hasira sana. Watu wa mtaa huo walikuwa wameanza kujaa kama kawaida ya mitaa ya Uswahilini. Muonekano na mwili wa mwembamba wa Abasi na vile alivyokuwa anaonekanika mboga saba ulifanya watu wamhurumie. Waomboye, sio kila mtu unayemuona unadhani kwamba ni level za watu wa segere za kushikia visu na mapanga. Usela ushamba huo. Oya, usinichore namba mimi calculator. Ni chafu smart, alafu uhuri nimebeba mabegani hadi shingo imepinda. Kaombe kibali kwa diwani wako kama nataka vita na mimi. Abasi aliongea kwa kujiamini sana, kumtazama Magoma huku akitoa begi lake mgongoni na kupisha kwa mkono mmoja, ilimaanisha yuko tayari kwa chochote kile. Magoma alibaki kumtazama Abasi kwa dakika nzima bila kutia neno. Abasi kaondoka zake na kuingia kwenye bajaji huku nyuma akiacha gumzo kwa Magoma kakutana na mbabi mwenzake. Ila kwenye bajaji ya Abasi alikuwa anashusha pumzi huku moyo wake ukienda mbio kwa hofu. Kiasi dereva bajaji alijua hilo. Vipi kaka? Pale yule jamaa angesema arushe ngumi asangeniua yule. Dereva bajaji kama amecheka vibaya sana, alicheka mno. Unajua mimi nilishangaa wewe na usela kama ule wapi na wapi brother. Oya, yale maneno si nimetoa kwenye grupu moja hivi la WhatsApp, hakuna matata, lina watoto kibao wa mitaa ya Uswazi ujue. Walibaki kucheka Basi na dereva, licha yote ya Basi alifika kwao akiwa na furaha sana. Wewe vipi mwenzetu, mbona umechangamka hivyo leo? Mama Basi alimuuliza mwanae. Mambo tu. Yaani maisha haitaji usiriasi bwana. Mwanzo alisema chuo kipendi la siku hizi ukirudi una furaha sana. Mamae, tutaongea bwana. Basi alizama chumbani kwake na kujitupia kitandani, bega kalitupa chini, mawazo yakirudi kwa Muna. Ila mzuri sana Aisha akicheka. Alafu jina langu analitaja vizuri mno yani. Itakuwa kashanipenda na eti. Na maana
alianza kuchukua tahadhari kwa yule jamaa ili nisijisikie vibaya. Kwa muda naye alikuwa kitandani, alizama kwenye mawazo. Anajali kuhusu mambo yangu. Yuko tayari kuingia kwenye hatari kisa mimi. Mbona nijasili? Kwani huyu sijuzi alionewa pale chuo pale? Hata leo pia alikuwa anataka kuonewa kaokolana na yule mwenzake. Sasa mbona unaonekana mkorofi au chuo anaheshimu sheria? Ila sitaki kumpenda. Mbona kama nampenda tayari? Acha nione kama ataendelea kulionyesha upendo alioingia nao. Mbona alijiongelesha mwenyewe akiwa kitandani na kuishia kutabasamu tu. Upande mwingine, Lea alimkimbilia kaka yake na kumkumbatia kisha kumpokea bila hata kusalimiana naye. Walitembea kuingia ndani, ila Naza alishtukia kada kwa mkono. Naza aligeuka, aliyemshika mkono hapo alikutana na tabasamu pana la Hidaya. Mambo Naza? Hidaya, poa vipi? Basi wewe salimiana naye bwana, acha mimi niandae matunda huko. Alisema Lea na kuingia ndani. Aliwaacha Hidaya na Naza wakiwa wanasalimiana. Hamida na Mavelo walikuwa wamekaa kibarazani mida hiyo ya usiku, ila walikuwa wanawatizama kwa macho ya umbea. Hawakuwa wanamtazama Hidaya ambaye walionana naye, ila ni Naza ambaye anazidi kubadilika siku hadi siku, kwa sababu hatasabuza kumsimanga zinazidi kupotea. Ila macho ya Hamida yakikutana na Naza alikuwa anakuepesha kwa aibu, maana anakumbuka Naza alivyoona tukio lake lote la kufanya mapenzi na Mavelo. Poa Naza, mzima wewe? Mimi mzima. Umeingia lini Hidaya? Leo tu. Asante Naza, mama akaniambia kwamba ulimpa pesa za Asante Naza, mama akaniambia kwamba ulimpa pesa ya kututumia sisi bila ya kumdai wala hata kukatana naye kwenye kodi. Una moyo mzuri sana Naza. Muda huo walifika Amina ambaye ni mdogo wake na Hidaya, wote ni watoto wa mwenye nyumba mama Hidaya. Amina alimkimbilia Naza na kumkumbatia kwa furaha sana. Amina yeye alikuwa na ukaribu na Naza tokea kipindi cha maisha ya ugumu sana. Amina hakuwa mtu wa kumtenga Naza na ndugu zake wala kumsimanga. Nilikuwa najua kama una moyo mzuri, la tu haukuwa na pesa. Kwa hiyo unafanya kazi kwa sasa? Ilikuwa ni kawaida ya Amina kuongea mfululizo. Naza alimzoea hivyo. Baada ya kumbato kupita, Naza alimjibu Amina. Kisha aliongea nao wote kwa pamoja. Hiyo ni kawaida maneno kama mamangu. Alafu sio kila jambo linahitaji malipo. Mimi sina cha kumlipa mama yenu kwa uvumilivu wake. Sawa, nitamlipa kodi kwa ajili ya nyumba, ila siwezi kumlipa kwa uvumilivu. Una moyo safi Naza, alisiza Hidaya. Mama Hidaya naye alifika baada ya salamu. Aliongea kilichomleta kwa Naza. Kile chumba kisha kamilika, kwa hiyo kama unataka muhamie tu. Safi sana. Basi kesho hawatahamia kwa sababu hakuna vitu vingi sana ndani, watahamia tu kipindi mimi nipo kazini. Usijali Naza, sitawasaidia hata kama ni kitu kimoja tu, alisema Amina. Asanteni sana jamani. Mama Hidaya aliondoka zake na kumwacha Naza na wanae. Amina na Mama Velo walizidi kukosa cha kuongea. Habari za Naza kumsaidia Mama Hidaya zilikuwa ni mpya sana kwao. Habari za Naza kuhama chumba zilikuwa ni mpya pia. Hapo alijua wazi kwamba Naza ana hela kwa sasa. Naza umezidi kuwa HB jamani, hadi na kutamani, alisema Hidaya kwa utani. Acha hizo Hidaya, alisema Naza. Mali ya wifi yetu hiyo, acha shobo, alisema Amina. Hidaya tumepiga naye umbea kibao sana. Mbona hajatuambia habari za Naza kumpa hela mama yao, alisema Mama Vero. Kesho tamuuliza ili kuaje na Naza anahamia chumba kipi na wadogo zake, alisema Hamida. Ila shoga yangu, ni kweli Naza anakuwa mzuri jamani. Na pesa ipo, naona ndogo zake wanazidi kung'atu. Kama jana kanunua kitanda na godoro. Walipika mapochopocho hatari. Shoga yangu, yule nataka nimtege nimpe utamu. Mia nitie tu hela zake ali na ndogo zake, alisema Hamida akionekana kumaanisha kweli kweli. Huko ndo uswazi bwana. Aise. Waushwane mwezi mkajua haya mambo hata kidogo yani. Tulizeni sisi ambao tumekulia uswazi tunajua hizi mambo. Siku iliyofuata asubuhi, tukianza kwa kina Faina kwa Mzee Gato majira saa 12 asubuhi, Faina alikuwa kashajiandaa, maana siku hiyo alitakiwa kuwahi sana chuo. Kwa hiyo aliamka mapema, ila pia aliwahi kuwapitia marafiki zake. Wewe utaki lifti? Faina alimuuliza Hamisa baada ya kuingia kwenye chumba chake bila hata kumgongea hodi. Hamisa aliyekuwa bado amelala na kuamshwa na Faina. Wewe mpumbavu, koma kuingia chumbani kwangu bila hodi. Hamisa alifoka kwa sauti ya usingizi, msauti kama dume. Kwa hiyo utaki lifti au? Nikiwa na sinu na nyanyasa. Sasa hivi gari zima fundi gereji HB kanitengenezea upya, unataka kunipa lifti? Umalaya tu. Fundi gereji HB, mafundi gereji yote ni matako tu. Wewe lafa mimi dadako wewe. Ukome kutukana mbele yangu. Kwendra, alisema Faina huku akiwa anatoka zake nje ya chumba hicho.
Aliingia kwenye gari, safari ilikuwa ni kuwafuata rafiki zake. Saa moja baadaye alikuwa na marafiki zake kwenye gari. Mbona unafurahi hivi wakati jana uliondoka na hasira? Joha alimuuliza Faina. Nyota njema onekana asubuhi, ila hii imeonekanika tokea jana usiku. Unamaanisha nini? Mtaona leo hii. Turudi kwanza Minazini msikilizaji. Asubuhi na mapema Leylan na Ademola waliwahi na zao shuleni baada ya kupewa hela na kaka yao, huku akiwaambia waombe ruksa hiyo siku ili warudi mapema kuhamisha vitu kuhamia kwenye nyumba mpya. Ila Naza alikuwa anaondoka na alimuona Koba katikati ya mtaa. Naza alibaki kucheka tu baada ya kuona Koba kalewa sana na ni asubuhi saa moja tu. Naza alikaa sehemu akimtazama rafiki yake huyo mrevi. Koba alikuwa na yumba, alienda kusimama pale alipokuwa amependa kutolea maneno yake. Mida hiyo ya asubuhi mtaa ulichangamka sana, wa mama wauza vitafunwa, supu na watu wengine walikuwa wanachota maji kwenye bomba la mtaa. Koba alianza maneno yake. Good morning Sayadi, good morning Minazini, kipindi hewani ni jiwe gizani, ufumbe macho au uzibe masikio, ujumbe utafika tu. Koba alianza kwa kuongea maneno hayo. Hakuwa na vituo vingi vya maneno kwa sababu hakuwa na pombe kwenye mkono. Jamani, mimi Koba nimeelewa, lakini nimeona mengi. Maisha ni kama pombe. Ukinywa sana unaharibika. Ukinywa kidogo unafurahia. Usikimbilie utajiri, utajiri ni kama mke mzuri. Amani ni kama pombe halali. Ikikuingia inakupa furaha ya kweli. Usiamini kila unachoambiwa, watu ni kama vyura, wanaongea sana lakini hawana akili. Sikiliza moyo wako ni kama mwalimu mkuu, anakufundisha ukweli. Usijali maneno ya watu, maneno ni kama upepo, yanapita tu. Jali matendo yako ni kama alama, zinaonyesha wewe ni nani. Na mwisho kumbukeni, maisha ni mafupi, furahi kama mimi Koba nimelewa lakini na furaha. Koba alimaliza maneno yake ambayo siku hiyo hayakumlenga mtu yote ule. Naza alimfuata Koba na kumpa SD 100. Koba alifurahi sana na kushukuru, akiweka wazi kwamba siku hiyo atalewa sana. Naza aliondoka zake akipitia kuagiza kitanda kiende nyumbani kwao. Ni kitanda kingine ambacho alitoa order kiwe na ulembo wa kike. Hicho alipanga kikae kwenye chumba cha Lei, halafu yeye na Ade walalie kile kitanda kingine. Majira ya 7 mchana, gereji Naza alikuwa anapiga kazi kama kawaida yake, ni kuchapa kazi kama vile kazi ina ugomvi na yeye. Mele hiyo alikuwa anasafisha rejeta. Abasi alikuwa pembeni yake na alikuwa kamsimulia story nzima kuhusu Muna. Nimefika huko mwanangu ndo nikakumbuka sijachukua namba. Alisema Abasi na kumfanya Naza acheke. Kwa hiyo huna namba zake? Hamna, sisi tunaona asubuhi kashanipa namba. Ila kaka, hebu nishauri yule jamaa nimfanyaje? Maana nahisi atataka kunionyesha ubabe wake. Sio rahisi kunikaushia wakati nimemkazia mbele za mtaa wake mwenyewe. Yaani ataona kama vile nimemshusha vyeo. Abasi aliomba ushauri kwa rafiki yake. Wewe tayari ni jeni mkatakamba. Hapo ongeza ubunifu kidogo tu. Unamfanya yule jamaa kae mbali na wewe pia mbali na Muna. Kweli Basi nitatuliza kichwa leo hapa, nitapata jibu. Simu ya Basi ilianza kuita, alitoa na kukuta mpigaji ni Muna. Alitabasamu kwa furaha na kuipokea. Nipo gereji kwa rafiki yangu hapa. Hapo anakuja Basi. Abasi alikata simu ambayo alikuwa anamsimulia mwenyewe aliyekuwa anazungumza naye. Wa Muna huyo ananiambia niende mashindano yanaanza. Basi poa mida. Kwa hiyo ndo umesema hauji? Ya ndio siji. Poa basi. Dakika 10 baadaye manager alisema inabidi waende open stage ya chuo, kuna mashindano ya vipaji. Manager, kuna kazi nyingi leo, nyinyi ndio mimi napiga kazi. Hapana Naza. Twende kwa sababu tumealikwa wote, na twende tunazuga dakika 20 kisha tunarudi. Naza alikubana na wote walikuwa wameenda wakiwa na nguo zao za gereji. Walikuwa kwenye siti za nyuma kabisa kwenye ukumbi wa chuo. Walikaa karibu na alipokuwa amekaa Basi na Muna. Ukumbi ulifurika watu wengi sana, wanachuo na wageni ambao ni watu mashuhuri sana. Mashindano yalikuwa ni mazuri. Naza na mafundi wenzake walijikuta wakiwa wamenogewa hadi karibia na mwisho. Majaji walikuwa mbele na vyombo vya habari vya ndani ya chuo vilikuwa vinarekodi kila tukio. Mwenyeji wa jukwaa MC alichukua kipaza sauti baada ya washiriki wengi kupita. Na sasa mshiriki wetu wa mwisho katika kipengele cha Automotive Genius Presentation. Tafadhali mpigeni makofi Nazan Hoshaz. Wanafunzi na wageni walipiga makofi kwa fujo, huku Faina na wakina Shomali wakianza kucheka kimya kimya. Nazan na wafundi wenzake walishangaa jina la Nazan limeingiaje kwenye mashindano. Ni sawa, hata wagereji
wanaruhusiwa kushiriki, ila yeye hakupeleka jina na hata hakutaka kuja. Basi Nadia alishangaa sana. Naza alitazama maneno na kumuona Shomari akiwa amekaa na Faina pamoja na wenzake wakiwa na nyuso za furaha sana. Hapo alitambua kwamba ni njama na hata mwaliko huo ni njama pia. Kwa haraka aliwaza kuhusu hicho kipengele ambacho mshiriki wake alikuwa ni yeye tu. Na mashindano anatazama mtu aliyefanya vizuri zaidi, haijalishi ana kipaji gani. Naza alitabasamu tu. Imekwaje? Akauliza meneja. Kuna watu jana niliwaelimisha wakahisi kwamba nimewazalilisha. Leo wanataka kunizalilisha hapa mbele ya kadamnasi. Ngoja basi niwaambie wamekosea, wafute jina lako. Hapana, nenda tu. Wewe utaweza? Naza hakujibu, alinyanyuka kama amevaa voroli chafu tu kwa kazi za gereji. Alitembea pole pole kuelekea jukwani. Alisema kwa kujiamini huku akiacha tabasamu tamu na mwanana na kufanya awe na mvuto zaidi wa kiume. Ukizingatia ni mshiriki aliyekuwa ameingia tofauti kabisa na washiriki wote ambao walikuwa wamevaa nguo zao nzuri tu. Watu walimkumbuka kuwa jana alifanya jambo kubwa sana. Kukata ngebe za kina Shomari, walipiga kelele kumshangilia. Alipopewa kipaza sauti hakuwa na wasiwasi, badala ya kubabaika alizidi kutabasamu tu. Asanteni sana kwa heshima hii. Naza aliongea kushukuru na MC alitia neno. Mada ni juu ya gari aina ya Bugatti La Voiture Noir. Utuambie imetengenezwa mwaka gani na iliuzwa mwaka gani kwa bei gani? Ukumbi ukatulia, kila mtu alikuwa anajiuliza ni Naza mshiriki au ni mchambuzi wa magari. Maana yeye alikuwa ni tofauti kabisa na washiriki wote. Washiriki walikuwa na kwenda na mambo waliokuwa wameandaa, ila yeye alipewa mada ya kuongelea. Naza hakuona kama ni tatizo kwa maana hakujiandaa na chochote kile. Alitabasamu tu huko Shomari na Faina wakiona kama Naza hana cha kufanya zaidi ya kutabasamu kama chizi. Alijikosa kidogo Naza na kuanza kuongea. Gari lilikuwa limeundwa rasmi mwaka 2019 na kampuni ya kifahari ya Ufaransa Bugatti Automobiles S.A.S. Inayomilikiwa na Volkswagen Group kupitia kampuni tanzu ya Bugatti Lamec. Limetengenezwa kama toleo la kipekee one of model, likiwa na heshima kwa gari lake la Bugatti Type 57 SC Atlantic lililobuniwa na Ettore Bugatti na mwanawe Jean Bugatti, ambaye pia ndiye anayehusika na msukumo wa ubunifu wa La Voiture Noir. Neno La Voiture Noir linamaanisha gari jeusi kwa Kifaransa. Gari hapa liliuzwa kwa euro milioni 11, sawa na zaidi ya dola milioni 18, na likanunuliwa na bilionea mmoja wa Uswizi ambaye hakutajwa hadharani. Gari lilikuwa na msururu maalum wa uzalishaji mmoja tu duniani. Kamera zikazidi kung'aa, hata majaji wakawa wanasikiliza kwa umakini, huku Shomari, Faina na wenzake wakibaki kushangaa tu, kwa maana hawakutarajia kama Naza angevuka mtihani wake rahisi sana. Mbona kama tumekuja kumtengenezea jamaa sifa zingine leo? Alisema Brian. Usem tupo. Kwa hasira aliongea Faina. Wow, nampenda huyo mkaka. I love him so much. Mwah! Alisema hivyo kwa bashasha akifurahi na wenzake Agata na Joha. Abasi na Muna walishangaa kwa furaha, huku mafundi wakikenua kwa furaha pia, hususan manager alitamani kujinadi kuwa ni fundi wake huyo. Naza alikuwa anaendelea kuchambua tu hilo gari. Teknolojia ya gari hapa ni hali ya juu sana, linaloendeshwa na 8.0 Elo quad turbocharged W16 engine likiwa na horsepower 1479, uwezo wa kufika 0 hadi 100 km kwa sekunde ni chini ya 2.5. Magari haya hutengenezwa kwa mkono na sheli yake nzima imejengwa kwa carbon fiber inayofunikwa kwa gari ya kipekee ya Obsidian Black. Viti vimefungwa kwa ngozi ya asili ya Italia na dashboard yake ni titanium safi kabisa, ambayo huonekana kwenye ndege za kivita. Ukumbi wote ulikuwa kimya, wengine walijikuta kwa napiga makofi. Kampuni ya utengenezaji wa sheli ya gari ni Dala Automobile, wabobezi wa muundo wa magari ya kasi duniani. Kwa hivyo sio tu kuwa ni gari la kipekee, ni alama ya heshima, ubunifu na historia ya teknolojia ya karne hii. Gari linalobeba historia, maumivu na heshima ya jina la Bugatti. Naza litazama umati kwa tabasamu lake mwanana sana, kisha limalizia. Na hiyo ni sababu ya msingi kwa nini Bugatti La Voiture Noir
si gari la kawaida bali ni hadithi inayotembea. Wanafunzi walisimama, makofi yakawa kama mawimbi. Viongozi wa chuo walitazamana, baadhi wakiwa wameshikwa na butwaa. Shomari na Faima walikuwa wamejipanga kwa fedheha. Nathan walibaki kimya, midomo wazi. Mkuu wa chuo alifurahi sana kuona uwezo wa Nathan. Ni mkubwa, akiongea kitaalamu sana. Abasi alipiga miluzi sambamba na mafundi wenzake. Nathan alishuka jukwani kwa utulivu, akimtazama Shomari kwa jicho la kejeli. Alipita karibu yao na kumkonyeza Faina. Nathan alitangazwa kama mshindi wa kwanza wa shindano hilo. Halafu zawadi zake alitaka apewe Faina na Shomari, ambao alishinda kukataa mbele ya viongozi na wageni walipokea tu. Masaa kadhaa baadaye Nathan alikuwa gereji na Abasi na mafundi wenzake. "Oya, umepasua sana leo pale. Yaani umeacha historia," alisema Adili fundi. "Mimi nimeshangaa. Unajua kila kitu kuhusu gari ambalo mimi hata kulijua silijui," alisema fundi mwingine James. "Mimi nawaambia Nathan ni kompyuta ya magari." Walimsifia Nathan na kumshangaa pia. "Yaani mimi najivunia urafiki na Nathan. Ni raha sana. Saizi na umaarufu chuo watu wananishobokea kisa rafiki yake, yani mkaka jasiri mwenye akili," alisema basi na kufanya wazidi kufurahi. Ila Mabuna na Doma walikuwa hapo nyuma ya gereji wakivuta bangi zao, huku roho za chuki zikiwa zimewatawala mioyo yao. Yaani Dogo anajifanya mjuzi wa kila kitu ananikia. Nacheka tu mwenyewe msikilizaji na jamaa. Alisema Doma akiachia moshi wa bangi kupitia pua na mdomo. "Hivi ile mganga kala pesa zetu au? Mbona Dogo kama ndo anazidi kuwaka huyu Dogo? Wale ndo waganga machoko yani. Unakuta mganga anamtumia nauli mwanamke, alafu yule mwanamke anakula nauli mganga, anasema Mungu atamlipi." Wakina Shomali hapakuwa kwema bwana. "Huu mpango wako ni wa kipuuzi sana, haujafanya kazi zaidi ya kumpa tu maarufu yule mpuuzi tu yani," alisema Faina akiendea gari lake akiwa na Agata, Eva na Joha pamoja na wakina Shomari. "Tutabuni mpango mwingine, sio kesi." Faina hakusikiliza, aliingia zake kwenye gari lake na marafiki zake wakaondoka wakimwacha Shomari na wenzake. Shomari naye aliingia kwenye gari lake na kuondoka pia. Faina alikuwa mpole kipindi Eva na Agata na Joha wakiwa wanamsifia Nathan. "Yaani ile tabasamu lake mimi hoi jamani," alisema Eva akiachia tabasamu pana sana. "Anavyojiamini sasa. Yaani full confidence," alisema Joha. "Sura yake na mvuto, yani sauti yake nzuri, anafaa hata kuwa mtangazaji wa TV fulani hivi," alisema Agata ambaye sio muongeaji sana kwenye mada nyingi isipokuwa za kula tu. Leo alisifia hiyo, ina maana kwamba alikuwa anamaanisha, maana ni mgumu sana kumkuta Agata akiwa anamsifia mwanaume. Muda wote Faina alikuwa kimya tu, na aliwapitisha marafiki zake wote kwake agana nao kinyonge. Alikuwa na hasira, japo kwa mtazamo alionekanika mnyonge na unyonge mkubwa sana. Hakupenda kuona na shindwa kulipiza kisasi. Jioni ilifika saa 12 vya basi Muna wakiwa na Naza walikuwa wanatembea kuelekea kituo cha bajaji. Stori nyingi na utani wa kutosha njia nzima ulikuwa umetawala. Sasa hivi hata kupumua kwa basi kuna ladha tofauti. "Kwani Muna wewe ni oksijeni?" Naza alimuuliza Muna kwa utani, akimtizama akiwa anatembea kando yake upande wa kushoto na upande wa kulia alikuwepo wa basi. "We just imagine tu tumejuana jana eti," alisema Muna huko akiwa anacheka na kufanya madimpozi yake kuonekana vizuri na kuzidi kuwa mrembo. Ingelikuwa ni mwaka basi ya basi angelikuwa tajiri wa pumzi hivi sasa. Yaani huyu mtu hana breaks kabisa. Sasa ataanza kuwaza ndoa sasa hivi yani. Alichombeza basi. "Mapema tu tunakula ubwabwa. Ila Naza una matani balaa wewe," alisema Muna huko kana kijaibu kidogo. "Ngoja nikuulize wewe Muna, wewe ni mtu wa wapi?" "Amini mtu wa mkoa wa Panga." Umetokea mkoa wa Mungu na ndio maana umekuwa mwanamke sahihi kwa basi." "Naza wewe, mkoa wa Mungu ni kivipi yani? Na mwanamke sahihi kivipi wakati ni marafiki?" "Mkoa wa Mungu kwa sababu Mungu ndo anapanga. Na mkoa unaitwa Panga." Muna na basi walicheka, huku Muna akisahau kabisa hata kuulizia ufafanuzi wa Naza kusema kuwa yeye ni mwanamke sahihi kwa basi. Huyo ndo Naza, mtu wa mistari ya Bible na miduara ya physics, alisema basi. "Na kuchora tu ipo siku tutaweka status. Muna ni Maimuni. Muna ni Maimuni na Abbas ni obiti yake. Basi sayali zimepata center of gravity. Hivi nikiwa na wewe wawili hivi nitajifunza lini kunyamaza?" aliuliza Muna kwa anacheka na kiganja chake kimoja kama ameficha mdomo wake. "Kuna kujifunza tu, lakini moyo ukiwa na connection kama yenu
darasa la ukimya halina nafasi. Naza alizidi kutengeneza njia za mapenzi kwa rafiki yake. Walifika kituo cha bajaji ya basi, alimuona yule dereva wake ambaye aliwasha bajaji baada ya kumuona basi. Niombe kitu kimoja tu. Harusi yenu isije kuwa ya low budget. Hadi mimi nisiwe best man. Nataka nivae suti nyeupe, nipige picha nikiandika shemeji wangu si wa mchezo. Kabla ya kuagana Naza alichomekea utaniua. Nikimjua demo wako utanikoma. Nitakutania hadi ulie. Manuel alimfanya Naza na basi watabasamu kwani yalionyesha mwanga fulani hivi. Aisee, siku hiyo ikifika sitakuwa na utani. Nitakuwa mti hata mkavu lakini nitapenda kwa mizizi. Waliagana kisha Naza kaondoka zake ya basi na Muna nao akaingia kwenye bajaji ya basi. Aliomba wapitishwe kwenye duka moja la toy za watoto. Aliingia kwenye duka hilo yeye peke yake na kutoka baada ya dakika 5. Ulienda kufanya nini huko? Akauliza Muna. Kuna toy nilikuwa nimekuja kununua kwa ajili ya mdogo wangu. Saa 1:30 alikuwa kwa nyumbani kwa kina Muna ndani sebleni. Kwa hiyo ukifika hapa hata hukai sitio. Akalalamika Muna baada ya basi kuaga kuwahi nyumbani. Usijali Muna, tutatafuta tu siku ya kukaa muda mrefu. Maana sikuaga kuchelewa. Sawa bwana. Mimi nikajua utangoja nipike tule. Tutapanga tu siku ya mapema tuje tufanye zoezi hilo. Ghafla akasikia mlango na gongo kwa fujo sana ukisindikizwa na matusi mazito ya nguoni. Wema, toka nje ni kuchinje lafa wewe. Unakuja kuleta mtani kwangu? Tena kwenye nyumba ya mke wangu? Abasi Magoma huyo. Itakuwaje? Muna aliongea kwa hofu sana. Njidembaje alikuwa na hofu zaidi maana Magoma hiyo siku alikuwa na kisu mkononi na alikuja na wenzake wengi tu. Usijali Muna, huyu jamaa leo ndo mwisho wa kukusumbua. Lakini Abasi amesema Muna kwa kumpiga busu la ghafla mdomoni kisha akafuata mlango na kufungua akimwacha Muna kaganda kama sanamu. Ila nafungua tu mlango Abasi alidakwa shingo na kuvutwa na Magoma. Magoma hakumaliza sentensi yake, alitulia baada ya bastola kukaa kwenye paji lake la uso. Wenzake waliokuwa zaidi ya 10 wote walitimua mbio baada ya kuona bastola. Sikia wewe, sijui ndo Magoma au Malimba. Kaa mbali na mwanamke wangu. Kaa mbali na mimi, kaa mbali na hii familia. Nitakupoteza ndani ya sekunde moja tu pekee. Magoma alijalishia pale pale mbele ya watu ambao walikuwa wanaangalia kwa mbali. Walikaa mbali baada ya kuona bastola. Natumaini hatutaona tena kwenye mazingira kama haya. Jana nilikuonesha maneno, leo nimekuonesha usela wangu. Siku nyingine nitakuua. Abasi aliondoka zake kibabe baada ya kutoa onyo hilo. Muna alishuhudia yote maana mlango ulikuwa uko wazi. Cha ajabu alitabasamu tu kwa furaha, hakuwa na hofu ya kumwona Abasi anamiliki bastola. Kwenye bajaji dereva alikuwa kitetemeka baada ya kuona jinsi Abasi alivyokuwa ameshika bastola muda ule na kuiweka kwenye kiuno. Woga ulimvada Abasi aliona hilo. Unajua Roger ni lafa sana. Unatemeka kwa ajili ya hili toy au unazani kwenye duka la toy ndiko anapenda kufariki. Ile bajaji ambaye ndo Roger alijikuta akiwa anacheka hadi kusababisha bajaji pembeni ya barabara na kujiona mjinga sana. Naza nimwambia jamaa afikirie mbinu mbadala. Kumbe jamaa shapanga mpango. Mamba muhuni wakitaka alisha kumbe toi tu. Noma sana. Sema sawa. Kwa mzee Gato. Leo nako bwana ilikuwa siku ngumu sana kwa Faina. Alirudi moja kwa moja na kuingia chumbani kwake majilayo saa 1 usiku. Alioga na kujipia kitandani akiwa na mawazo tele. Sura ya fundi magali ilizidi kujirudia. Ila zawadi alizopewa pale kwa dedication ya Naza alikuwa nazo ndani ya chumba chake. Zawadi ilikuwa ni boksi la spana na overall. Aliviweka kwenye kabati lake sehemu ya wazi kabisa. Eti Naza ni Hoshazi. Jina ni baya. Asa Naza ni nini sasa? Eti Naza ni Hoshazi. Jina ni baya. Asa Naza ni nini sasa? Alijiongesha mwenyewe Faina. Halafu dada vinamzungumzia muda wote. Eti achibia na tabasamu nzuri, mara na confidence. Ushenzi tu. Faina anazidi kujiongelesha peke yake. Halafu linanikonyeza puuzi lile. Na kwa nini alikuwa amenipa zawadi zake mbwa? Alisema Faina kwa nguvu, alipiga miguu yake kwenye kitanda. Uwe vipi wewe? Hamisa alifungua mlango wa chumba cha Faina na kumuuliza. Balance shobo kavue chupi. Bila shaka unawashwa. Tafuta bwana ambaye huwezi kumfanyia fujo. Yaani ukimletea uchizi na kuzibua vibao. Toka MC. Hamisa aliondoka zake huko kana cheka kwa nguvu. Faina
aliamka taratibu, akavuta simu yake ya iPhone kwenye kiti cha pembezoni mwake, akawasha skrini, akamulika chumba kizima. Akafungua WhatsApp kwenye grupu la Habanga Vibes, grupu kula wanafunzi wote wa chuo. Macho yake yalikutana na mlolongo wa picha. Nazani akiwa jukwani na vazi lake la ufundi na akiwa kwenye mvuto wa chapa kazi. Video fupi ikimwonyesha akiwa anaelezea injini ya Bugatti La Voce Noili kwa sauti ya kujiamini sana. Comment za kina dada wa chuo sasa. Yaani fundio ni dangerous kwa akili na sura. Afu makopa yakatupwa pale. Hii ndo soft spoken king of Habanga, sauti yake inanifanya nisahau kabisa stress. Ilikuwa ni comment nyingine ya msikilizaji. Nyingine akasema kwamba huyo sio fundi tena, ni profesa wa future. Faina alitoka kwenye grupu haraka kana kwamba macho yake alikuwa ameungua. Akaingia status. Status ya kwanza kabisa inasema kwenye sehemu ya 3 msikilizaji ya simulizi yetu utapata kujua status inasemaje. Ya kwanza, achana zinazofuata. Mimi director wenu. Alafu S Hussein Vumbi ndo mtunzi wa simulizi yetu. Alafu kija WhatsApp unaipata yote mpaka mwisho kabisa bila kusubiri. Kuna simulizi za kusubiri nyingine, achana nazo, hii sio ya kusubiri msikilizaji. Mbona unataka kuleta usumbufu na wewe? Wadau wetu wanaochukulia jikoni na kula VIP zaidi hamna haja ya kusubiri simulizi. 0677062012. Njoo ipate simulizi mpaka mwisho kabisa, kwa sababu kimaliza hii tunamwandishi nyingine anaita Moyo wa Msafiri. Acha hiyo mti mkavu, mizizi ya upendo. Kuna Moyo wa Msafiri ninayo hapa. Yaani baada ya kumaliza mizizi ya upendo tunaenda kwenye Moyo wa Msafiri. Ni moto mwingine wa kuotea mbali. Ila nisikupe sana maelezo ya huko. Kumbuka hakikisha inavyotoka kesho kutwa sehemu ya 3 sikiliza, kwa sababu unaweza kushangaa unakuja baadaye unakuta imefutwa. Alafu tusilaumiane. Na ukikuta imefutwa inabidi uje WhatsApp 0677062012 kuja kuipata. Vinginevyo basi hakikisha 3 kamili na ukae pale unasikiliza mpaka mwisho. Usubiri mpaka kafutwa. Tukutane sehemu ya 3. Sawa Tuende na simulizi yetu tamu sana. Mti mkavu lakini mizizi ya upendo. Tamu sana bana. Tamu mno, sikwambie mtu.